Da. Niwaombe radhi sana. Naombeni mniwie radhi. Kuna mambo hayakuwa sawa katika upande wangu. Si vizuri sana katika kuyaelezea, lakini kubwa zaidi, endeleeni kuniombea, msiniache peke yangu. Peke yangu bila nyinyi kuna muda siwezi. Kuna nyakati mwanadamu hupitia vipindi vigumu sana, ambapo endapo tu akilegeza imani yake kidogo anatetereka. Endeleeni kuniombea, msiniache peke yangu. Hii ni simulizi ya Alvin, sehemu ya pili. Tunaendelea nayo na tutakuja nayo mpaka mwisho. Embu tuendelee pale tulipoishia, ambapo Alvin alimwambia Nasieko kwamba watatoka out. Na ndipo Alvin alimpeleka Masaki katika hoteli moja nzuri tu kwa ajili ya kupata lunch na kwenda kuzungumza na Nasieko. Lakini binti alimwambia kaka, usiwe unaniambia vile, sio vizuri. Eti kwamba mama akijua atajisikia vibaya, sio sawa. Alvin anasema kwamba eti huyu ananiambia nini mimi? Eti kweli akaliwe na mtu mwingine akatia yupo. Alisema hatakubali. Kwa hiyo nini kiliendelea? Karibu sehemu ya pili. Naitwa Mr. Linai Simulizi. Asante, karibu sana. Basi nilikuwa nimevunga kama mwezi hivi. Sikumwambia tena Nasieko kwamba mimi nampenda na kumuhitaji. Nikienda nyumbani ananichangamkia vizuri tu, mpaka matokeo yake akawa ametoka. Alipata division 1 ya 7. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa familia, lakini pia na mimi nilifurahia sana. Tulimpongeza. Mama akasema, namwaminia sana Nasieko. Huyo binti najua kabisa atafikia ndoto zake. Basi Nasieko alisema ni kweli mama, napambana mpaka nifikie. Hata baba yangu alifurahia sana na alimpongeza kwa matokeo mazuri. Basi siku niliomba kumtoa dina Nasieko, yani chakula cha usiku, na wazazi wakakubali, hawakuwa na shaka. Lakini kichwani nilikuwa nimeplani jambo lingine. Niliamua kwamba kabla hajaenda shule ni lazima niwe nimekwisha kutembea naye kwanza. Basi bwana akajiandaa na kuambia kwa bashasha kubwa kama lote. Alivaa gauni lake fupi ambalo lilikuwa ni la kubana tu jeupe. Nikasema alipendeza kweli kweli, mpaka mama alimsifia kwamba amependeza. Basi mimi nilikuwa nimemchukua, nikaanza kuondoka naye. Nilipanga niende naye katika hoteli moja kubwa tu iliyopo Posta. Basi nikiwa naendesha gari tunaelekea huko, akawa ananisimulia jinsi gani mitihani ya NECTA alivyokuwa ameifanya. Aliona nimepesi sana kwake, ndio maana kafollow vizuri. Yani story zake huyu Nasieko ni zile zile. Muda huo akili ilikuwa inawaza mambo mengine kwangu mimi kabisa. Nilisema huyu ni lazima leo nilale naye. Yani lazima nimkule. Yani lazima nikiguse kile kijidude. Asitake atake. Basi kweli mpaka saa 2 tuko tumefika katika ile hoteli. Niliagiza chakula kizito tu, tuko tunakula. Na hapo tukiendelea kupiga story 2-3. Yani tulikuwa tunazungumza mno. Na story kama zote. Tulikaa pale mpaka majira saa 5. Nikasema twende nyumbani, basi sawa. Akasema sawa. Tukapanda katika gari, na Isa alikuwa amechoka, akalala kabisa. Na mimi nilikuwa nimempigia mama. Nikasema mama, nitamleta kesho Nasieko. Nimechoka sana, ataenda kulala kwangu. Mama akasema sawa, kuna shida. Si ananiamini mama kwamba mimi siwezi kumfanya chochote yule binti. Lakini hii siku mimi ni shetani tayari. Alikuisha kunisimamia mbele yangu, na tena shetani alinisimamia sana.
Basi bwana, nilikuwa nimempeleka mpaka nyumbani kwangu. Ndio nikamshtua, akasema kaka, mbona kwako hapa? Nikasema utalala hapa na Sieko, kesho nitakurudisha nyumbani, nimechoka sana, alafu bweni ni mbali kwa sasa hivi. Akasema sawa kaka. Basi akashuka kwenye gari na mimi nikashuka. Nilimshika mkono, wala hakuwa na shaka na mimi maskini. Nilimpeleka mpaka chumbani kwangu. Nilimweka kwenye 6x6. Na kisha na mimi niko nimekaa pale. Nikaona kama amepata hofu, akasema kwani kaka, tunapumzika hapa hapa pamoja mimi na wewe? Nikasema ndio. Kwani mimi si kaka yako? Sasa kuna shida gani? Tulale tu. Akasema hapana, sio sawa, mimi sitaji. Akataka kunyanyuka, nilimvuta karudi tena kitandani. Nilimsogelea. Nikamwambia sikia, Nasieko, mimi bado nakupenda sana. Na leo nimepanga tufungue penzi letu mimi na wewe. Tufungue ukurasa wa mahusiano. Akasema kaka, kwani silishawahi kukuambia kabisa kama mimi sitaki? Mimi sitaki, na ukidifanyia hivyo chochote mimi nitaenda kumwambia mama. Kwa muda huo akili yangu mimi ilikwisha kuhama. Nikasema hata kimwambia mama ni sawa tu, cha muhimu nishamkula, nishamkandamiza ile dudu. Nikamsogelea. Nilihitaji kumchumwa akakopesha. Nikaona yuko serious, hataki kunipatia. Nikasema nilipambana kwa nguvu. Nilianza kumchumwa kweli kweli, akawa hataki, lakini kwangu sikumjali. Nilimwachia. Nikamwona akiwa analia huko anasema kwamba hiki kitu msijapenda na kwamba niachie. Kaka, nakuomba nisamehe. Kiukweli alizidi kulalamika sana, lakini kwangu tayari ibilisi alikwisha kuniingia na mimi sikutaka kumwelewa. Nikakichana chana kile kijinguo chake. Nikaona alivyokuwa maridadi. Sikutaka kumtazama usoni, maana nilihisi nitamwona huruma. Siwafichi msikilizaji, licha kwamba mnatamani sana niwe nazungumza ukweli, lakini nilimkula. Nilijikuta nimemaliza mawili tena humo kwa mara moja. Alafu ndo nikamwachia. Bwana, rangi nyekundu zilikuwa zimetoka kama zote. Kusogea alikuwa hawezi. Nilijisikia vibaya, lakini sikuwa na cha kufanya zaidi ya hiki. Manake hakuwa ananitaka na mimi nilishamsubiri kwa muda mrefu. Na nampenda kweli, ujue Nasieko. Kama tulishindwa kuolewana, na ndio maana mimi niliamua kufanya kitu kama hiki. Niliamua. Nilipomaliza niko nimemnyanyua, nilimweka kitako. Alikuwa hataki hata nimshike. Lakini na mimi huwa sipendi kuona machozi kabisa. Nikamwambia Nasieko, sipendi kuona. Akaniambia, kwa nini umenifanyia hivi? Kwa sababu sina kwetu, si ndio? Sina wazazi? Au kwa sababu mnanisaidia kwa ndio umeamua mimi kunifanyia haya? Msikilizaji, machozi yalianza kunitoka kwa sababu sikufanya hivi kwa sababu hizo ambazo nazisemea. Lakini mimi nampenda sana huyu binti, yani sana tu. Nikamsogelea nikamwambia Nasieko, kwa sababu mimi nakupenda mno, na ndio maana nimeamua kufanya hivi. Sababu ulishindwa kunielewa Nasieko, mimi nakupenda. Hisia zangu ni nzito sana juu yako. Please mama, usiwe hivyo, nakuomba tuzungumze. Usogee kwangu. Wewe ni mwanamke wangu kwa sasa. Nakupenda sana Nasieko. Hakuna mwanamke ninayempenda mimi katika hii dunia kama si wewe. Please Nasieko. Akasema, kwa upendo gani hadi umeniingilia kwa nguvu? Wewe unipendi, ni mwongo tu. Na asante kwa ulichonifanyia. So shapa tulichokuwa nakitaka, nirudishe nyumbani basi. Mimi nikapumzike. Msikilizaji, nikasema Nasieko, tulale hapa hapa, alafu kesho mimi nitakurudisha nyumbani. Bado akawa analia. Niko nimechukua taulo nikamfunga. Nikataka nimpeleke nikamsafishe, alikataa kwamba hataki. Niliforce, lakini mwisho wa siku akawa amekubali. Lakini sio siri, kuna muda nilikuwa naumia sana. Na kuna muda niliona niko sahihi. Usiku mzima tulikuwa tumelala akiwa analia, mpaka mimi nikawa nalia. Sasa nikaanza kujuta kwa kitu ambacho nilichomfanyia. Yaani alilia, nilimbembeleza kweli, niliomba msamaha, lakini Nasieko hakutaka kunielewa kabisa. Basi tulikuwa tumekesha mpaka asubuhi, hakulala hata kidogo. Nikamwambia asubuhi akaoge, akagoma. Nakwambia aligoma.
Nikakumbuka pia jana wakati namaliza lile zoezi langu zito, nilijikuta mtindi wote nimeweka ndani na binti ana ndoto zake. Nikatoka haraka niko nimemfungia kwa nje asije akatoroka. Nikachukua gari nikaenda kumchukulia, kuna vidonge fulani vya maumivu, lakini pia nilimchukulia vidonge vya kukata mazingira yale ya ujauzito. Nikarudi haraka, nikamkuta kanyamaza, akatulia kimya. Nilimpatia vidonge pamoja na maji, nikamwambia meza. Akasema vya nini? Nikasema kunywa, si unajua una ndoto zako na mimi sihitaji kuharibu ndoto zako. Na Seko akachukua vidonge akameza, nilimpatia na maji. Alipokea kanywa, na mimi niko nimemwagizia nguo kidogo za maana, manake ila jana niliichana wakati nikiforce. Nikabaki na mwomba msamaha, lakini wala hakunijibu na wala hakutaka kunisikiliza. Bado niko nimejua kwamba ana hasira na mimi na tutayamaliza tu. Baada ya muda niliokuwa nimemwagizia nguo alifika, nikachukua nikalipia, nikamletea ndani. Nikasema na Seko, vaa basi nikurudishe nyumbani. Akasema sawa. Akawa amechukua zile nguo kwa ameingia chooni. Yaani bado alikuwa ananificha wakati jana nimeiona yote, kalkuleta nzima nimeiona. Akawa ametoka kashaba. Nikamshika mkono, hakukataa. Ikabidi nikaze tu, nikamkamata, nikatoka naye mpaka nje. Nikaingia naye katika gari. Nilianza safari ya kurudi Mbweni. Bado hakuwa sawa, akiwa analia tu mpaka nikawa najisikia vibaya. Lakini nilikaza, tukua tumefika mpaka nyumbani. Nikasema na Seko, mimi nakupenda sana. Na sijafanya vile kwa maana nyingine, ni kwa sababu mimi nakupenda sana. Na jana hisia zilikuwa zimenikamata sana kwako na kuomba nielewe. Alibaki kimya, ni kama vile hanisikii. Na hapo macho yamemvimba mno. Nikaona nimetoa pesa, nilimpatia kwa amekataa hata kupokea. Nikaona kazi ninayo. Basi nikaona nimemrusha pale, nikaona nimeingia naye ndani. Kwa bahati mama hakuwepo. Yeye binti akawa amepitiliza moja kwa moja chumbani kwake. Nikajua kaenda kulia huko. Na mimi sikutaka kukaa tena pale. Nikaona muondoka zangu kurudi nyumbani. Nakumbuka jioni yake nilimpigia simu mama. Nilitaka kujua hali ya Nasieko. Mama kaniambia Nasieko anaumwa, nimemleta hospitali. Wewe umemrudisha akiwa na homa, haukuona? Nikasema hapana baba, nilimrudisha tu akiwa vizuri. Mama akasema basi mimi nimemkuta na homa kali mpaka sura imevimba, ndio tunatoka hospitali hapa. Mimi binafsi nikasema hii homa hii itakuwa imekuja kwa sababu ya kulia sana. Nikaona acha nimwache kwanza hata wiki, ndipo niende nikazungumza naye, huenda sira zake zitakuwa zimekwisha. Basi niko nimekausha kama wiki kweli. Niko busy na kazi zangu, japokuwa nilikuwa namwaza sana Nasieko na nampenda kweli, hajui tu. Basi nikawa nazungumza na mama kumuulizia hali yake. Mama ananiambia anaendelea vizuri tu. Nikasema sawa mama. Basi mama akaniambia amekwisha kumwanzisha Preform 5. Nasieko akawa anaenda na kurudi, yani sio mbali sana na nyumbani. Nikasema sawa. Basi mimi baada ya hiyo wiki moja nikawa nimeenda pale nyumbani, nilimkuta. Nikawa nimemkuta pale Mrs. Sebuleni. Nikamuuliza vipi Nasieko uko wapi? Akasema Mise, siku hizi ni mtamu Nasieko, si ndio? Ushaanza kumfanya mtoto wa watu, si ndio? Mimi sikutaka hata kuongea naye. Nikielekea chumbani kwa Nasieko nikagonga mlango. Nikasikia anasema, "Damise, pita, mlango uko wazi." Basi mimi niko nimeingia mpaka chumbani kwa Nasieko. Nilimkuta ametoka kuoga. Akawa amebaki tu amesimama akiniangalia na mimi namwangalia tu. Nilimsogelea, nikamkamata kidogo. Nikamuuliza unaendeleaje? Akanisukuma. Akasema sitaki hiyo michezo. Ulichonifanyia haujatosheka kwani? Nikasema bado. Nasieko, labda tu wewe kwangu mimi wa milele ndipo nitakapotosheka. Akasema sitaki kaka, nakuomba uniache. Nikawa nimekwisha kuvurugwa. Nikataka japo kumchumtu. Nilisikia sauti ya mama inamuita Nasieko. Nasieko mwanangu, na tena akiwa anakuja uelekeo huko chumbani. Ndipo hapo niko nimemwacha, nikawa nimeketi kitandani na yako amevaa kijigauni chake kwa haraka. Mama akawa ameingia pasipo hata hodi, akawa amenikuta mimi nimekaa tu. Kwa Nasieko anacheza kitabu.
Mama akasema kumbe ushakuja, unaongea na dada yako? Nikasema ndio mama. Akasema haya, mimi nitaka tu kumuuliza Nasieko vipi, masomo yanaendeleaje? Akasema safi tu, tunaendelea kupambana mama. Basi mama akasema sawa, endeleeni kuzungumza na kaka yako. Basi kweli alipotoka mama, mimi sikutaka maneno. Nilifunga mlango wa Nasieko na kisha nikajiongea taratibu. Akaniambia nitapiga kelele ukithubutu kurudia yale mambo yako ya nyuma. Sitaki. Nikasema sawa, piga hiyo kelele. Akanyamaza kimya. Nilimkamata kwa huko nyuma kwenye kishundu. Niliyakamata yote. Akawa anajitoa. Nilikuwa nimekamata kweli kweli. Nikiwa kama namdinya sasa. Manake kwangu mimi nilikusha kupata hali tete. Asiye akaniambia nitamwambia mama kwamba unanitumia kwa sababu hizi na hizi na hizi. Nikamwambia sema tu. Msikilizaji, nilikuwa nimeharibika kwenye kinamna moja ama nyingine ambacho kimeficha kile kijinguo changu. Nikaona nimeingia haraka kuoga. Nikamwambia sasa sikiliza, hiki kiboxa changu utakifua, manake hii ni ya mumeo. Nikaona nimetoa pesa nikamwekea pembeni. Nikasema hii pesa ya kutumia ukiwa unaenda huko unapojifunzia preform form 5 siwe. Lakini kuwa makini, nikijua unazingua huko ndipo pale utakaponijua mimi ni nani. Alibaki kimya kinaangalia tu kwa hasira. Basi bwana, mimi nikawa nimesepa zangu msikilizaji. Kwa hiyo kuanzia hapo maisha yangu mimi na Nasieko ndio alikuwa hayo. Alikuwa hanipendi sana, yaani akiniona ananyanyuka anaondoka zake. Na nikitaka kumtoa out akawa hataki tena. Yaani hakuwa anataka kusikia chochote kutoka kwangu. Kwa hiyo kweli nilikuwa naumia sana. Sababu mimi mwenyewe nilikwisha kumpenda yani sana tu. Basi ikafika mpaka muda alikuwa anatakiwa kwenda shule sasa. Safari hii mama alimpeleka shule mojawapo ipo Arusha ya kidini, lakini ni jinsia moja. Ndipo akasome form 5 na form 6. Lakini ndo hivyo, akawa hataki kuonana na mimi kabisa. Mimi nikawa navunga tu, msela mimi nitafanyaje? Nikapambana, ndo hivyo. Kila nikifosi hataki. Aza kuna siku nilikuwa nimeenda nyumbani. Ilikuwa majira mchana hivi. Nikamkuta mama nikaongea naye. Ila ulipita muda tangu nifike, sikuwa nimemwona Nasieko. Nikamuuliza mama, Nasieko uko wapi? Mimi akadakia yupo chumbani kwake amelala anaumwa. Amesema hataki usumbufu. Nilikuwa nimemkata jicho ule mise kwa mbea wake huyu. Na kisha nilikuwa nimenyanyuka. Mama akasema somwache tu apumzike dadako. Mimi nikasema naenda tu mara moja mama, kwenda kumwangalia, nataka tu kuondoka. Mama akasema sawa. Basi mimi nikaenda mpaka mlangoni kwa Nasi. Si nikawa kama nimesikia anazungumza na simu. Nikasema Nasi ana simu kwani? Nikawa nimetulia kumsikiliza vizuri. Nasikia anasema mimi sitaki bwana, kwa sasa labda univumilie tu Miki. Aiseni limind nusu nive mwanangu. Yaani mimi anajifanya kunikazia. Alafu kuna kasenge tu kule kanaitoka Miki anamwambia anivumilie. Niliingia kwa hasira. Alikuwa kitandani akawa ameshtuka. Alafu simu akawa ameficha kwa nyuma. Nikasema oya, una simu siku hizi? Akasema hapana, sio kwangu mimi. Nikasema ya nani? Akasema ya rafiki yangu, amenipatia mara moja. Nikasema unaongea na nani? Akawa amebaki kimya. Nikasema sasa sikiliza wewe Nasieko, na kuuliza unaongea na nani? Akasema na rafiki yangu tu. Nikasema sawa, nipatie simu. Akawa hataki. Nikasema oya, nipe hiyo simu. Akawa hataki. Nikasema sasa sikilize wewe, kumbe wewe haunijui si ndio? Mimi nilikuwa nimezubaa pale. Akakimbilia chooni, akaitia simu katika tundu la choo, alafu akaflash na maji. Oya mwanangu, nilichukia kisenge mwanangu, nilimind vibaya. Nikasema ulikuwa unaongea na bwana wako si ndio? Akabaki kimya. Nikasema okay sawa. Nasieko, umeanza kuwa na ujeuri si ndio manake? Akasema bwana, hembo niache bwana na maisha yangu, usinifuatilie. Nilimkata mabomu mawili ya nguvu. Akapiga kelele. Nikasema wewe unajibuje mimi wewe? Mimi nakuuliza afu unajibuje? Akasema naomba nisamee kaka, ni rafiki yangu tu. Nikasema sawa, kama ni rafiki yako kwa nini umeenda kutia simu chooni? Nakuuliza wewe. Akasema naomba nisamee kaka, sitarudia tena.
Nikasema yani mimi anitaki. Lakini kuna ambao anawataka mpaka anawaambia tu wamgoje, wamvumilie. Hivi angeniambia mimi nimgoje, mimi ningeshindwa nini kumgoje? Mwanangu, nilitoa mkanda wa suruali, nilimtandika kwa hasira uyudu, nilimpiga kwa hasira sana. Oya mwanangu, sio nisemeje yani. Mama akawa amekuja mbio mbio akanishika, na yeye akiwa analia. Mama akasema, "Kwa nini sasa unampiga dada yako? Hata kama kakosea ndio umpige kiasi hicho mikanda kama mwizi? Unampiga kwa hasira mpaka mimi nipo sebuleni nasikia." Nilikuwa nina hasira muda huo iliyochanganyikana na wivu wa mapenzi plus hasira za kunijibu mimi kwa ujeuri. Nikasema, "Kwa ujeuri wake ashaanza kugongo huko na watu wengine. Alafu ashaanza kuniletea mimi." Nikasema, "Na siweko. Hatujamalizana bado. Utaniambia tu ulikuwa unaongea na nani." Akabaki analia. Maana nilimtandika kisawa sawa. Nikatoka zangu nikiwa na hasira, moyo wangu ulikuwa unaniuma vibaya mno mwanangu. Maana nilikuwa nampenda sana huyo binti. Alafu ananijibu kunya mimi. Maana hanipendi au vipi? Mbona mimi namhitaji sana Nasieko, lakini ndo hivyo. Yeye hanitaki, mimi nitaweza vipi sasa pasipo yeye? Si ukweli. Nikarudi zangu kwangu bwana, niko na hasira sana siku hiyo. Yaani sana mpaka niko nimeagiza bia, nikaanza kustua. Nishushe pressure. Na kweli ziko zimekuja kreti zima ninavyokuambia. Nilipiga bia hii siku. Haki ya Mungu nilipiga bia. Yaani mpaka usiku niko tungi. Sikusema na mtu. Nikapanda zangu kitandani nikalala. Nilikuja kuamka asubuhi pombe zimenikata. Nikaenda kuoga na kisha nikavaa. Nikaelekea kazini. Mida ya mchana mama akawa amekuja dukani kwangu. Nikamkaribisha vizuri tu, akaniambia, "Njoo katika gari na kuomba tuongee." Basi mimi nilikuwa nimeenda kwenye gari la mama. Akaniuliza, "Kwa nini Nasieko? Alikukosea nini?" Nilimueleza mamangu kwamba nimemkuta Nasim anaongea na mwanaume. Na nilipomuuliza akaenda kutia simu chooni mama, akaflash. Mama akasema, "Sawa, ndo amekosea. Lakini haikupaswa kumpiga kiasi kile. Sio sawa. Maana Nasieko sio mdogo wako wa baba mmoja mama mmoja, ni binti ambaye tumemsaidia tu. Asa kwa jinsi unavyompiga vile, anaweza kuhisi tunamnyanyasa, tunamnyanyapaa, na kumbe sio kweli. Ulitakiwa kumuonya tu. Sawa Alvini?" Bwana mama bwana. Hapana. Nasieko sasa hivi yupo katika foolish age. Sawa Ni binti mzuri sana. Vijana wanamsumbua, ni kawaida kwao. Kwa hiyo anahitaji elimu zaidi ya yeye kujitambua. Na wala sio kumpiga. Jana nimezungumza naye sana, ameomba msamaha na amesema kweli alikuwa na simu. Lakini sio hiyo tu. Alipewa simu sijui 3 4 na vijana wa huko alipokuwa anasoma naye pre-form 5. Zile simu zote Nasieko kanirudisha mimi. Zilikuwa ni simu 3. Na ile aliyotia chooni maana yake ilikuwa ni simu ya nini? Ya 4 ndani. Nikazangalia zile simu, ni kweli ni smart. Lakini zile msikilizaji za bei rahisi. Mama akasema, "Usirudie tena mwanangu. Hata kikosea nini usimpige." Nikasema, "Sawa mama, mimi nimekuelewa." Lakini hiyo sijui pre-form 5 hiyo mama hiyo aache bwana. Ataenda kusoma tu shule. Mama akasema nimeshamuelekeza na nimemweleza hilo. Hataenda tena, atabaki nyumbani mpaka muda wake wa kwenda shule utakapofika. Nikasema sawa. Na kisha nilikuwa nimeshuka kwenye gari la mama. Nikamwacha naenda kazini. Nilikuwa nimeingia dukani, nikawa busy na kazi. Nikiwa pale nikamwona Nasieko akawa ameingia. Nikasema, "Mwanangu kafanya pa." Bwana Nasieko huyo hapa. Akawa amekuja mpaka nilipokuwa nimesimama. Akanisalimia. Nilimuitikia na kisha nikamuuliza, "Umekuja na nani?" Akaniambia, "Nimekuja mwenyewe." Nikamuuliza, "Umeaga nyumbani?" Akasema, "Hapana. Lakini nilikuwa nataka tu kuzungumza na wewe." "Sawa kaka Alvin." Nikasema, "Uongee nini mpumbavu mkubwa wewe?" Akabaki kimya, anaangalia chini. Akapiga magoti bwana dukani pale, akaanza kulia. Nikaona Nasieko atanijezea watu. Nilinyanyuka kwa haraka, nikamchukua, nikaenda naye mpaka kwenye gari langu. Nikamuuliza, "Unataka nini?" Akasema, "Nisamehe sana Calvin. Jana nimekujibu vibaya, sitorudia tena." Nilimwangalia. Na mimi sipendi alie. Nikamuuliza, "Mama kaja?"
Amenionyesha kwamba ulikuwa na simu nyingine ndani. Zile simu wamekupatia kina nani? Basi akaniambia wanafunzi wenzake wawili na mwalimu mmoja. Nikaona kazi ipo. Nikamuuliza, kwa hiyo umewakubalia, si ndio? Akasema hapana, sijawakubalia. Nilimwangalia sana Nasieko. Nikamsogeza kwangu na kisha nikalamba machozi yalikuwa kimtoka yote. Hii siku wala hakubisha, litulia tuli. Hii siku nilipona katulia. Nilipeleka ndimi. Nilianza kurindima naye. Hakuwa akifanya kitu wala kushirikiana na mimi. Mimi nilijiona siku ni mshindi. Nikaanza kupeleka kwingine. Kiukweli hii siku, msikilizaji, nilihakikisha pale pale kwenye gari. Nilimtandika mabao matatu ya nguvu, nilimtandika mabao matatu yani mazito. Basi bwana, kikaanza kujionea haya kama zote. Nikasema, wewe embo acha mambo yako bwana. Sasa unamuonea haya nani? Embo niangalie bwana. Basi hata hawezi. Nikamwambia, mimi si mumeo. Unaelewa? Akasema, lakini sasa kaka, mama akijua itakuwaje? Sasa nikasirikia. Nikasema, hawezi kukasirikia hata kidogo. Mimi ni mwanaume na wewe ni mwanamke, na sisi wala sio ndugu wa damu moja. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida tu. Unaelewa Nasieko? Alitikisa kichwa kuashiria kwamba ni ndio ameelewa. Nikasema, ukienda shule ukawa makini na utambue kwamba umemwacha huko mtu anakusubiri, unaelewa? Akawa ametikia kwa kichwa kwamba amekubali. Ndio nikasema, Nasieko, mimi nakupenda sana. Basi akawa amecheka na kisha akasema, nakupenda mimi pia kaka. Nikasema, sio kaka bwana Nasieko, niite Alvini basi. Akacheka akasema, lakini wewe kwangu ni mkubwa. Nikasema, basi niite mume wangu. Akacheka huyo, akasema, sawa mume wangu. Kiukweli nilifurahia sana Alvin. Mimi sikuamini kama nipo na Nasieko. Na tunafuraha sana. Na tumelifurahia hili tendo kwa leo hii kwa mara ya kwanza vizuri. Nikamwambia Nasieko, naomba jiandae nikurudishe nyumbani, manake si haujaga. Akasema ndio. Hiyo ilikuwa ni majira kama saa 12 za jioni. Basi kweli tukawa tumeingia bafuni. Tukajisafisha pale. Manake ni vyoo vya pale staff. Japokuwa alikuwa na kauoga, lakini niliweza kabisa kumsafisha vizuri mwanzo mwisho. Na kisha tukawa tumetoka tukiwa tumevaa. Nikatoka naye nikampeleka nyumbani, nikamchukulia vidonge vya kuzuia lile jambo letu. Nilimpatia na maji akameza, na kweli nikaanza kudrive mpaka nyumbani. Nilikuwa nikiongea naye, hakuna angalia kabisa usoni. Nasieko bwana. Basi tulipofika nyumbani, kweli mama hakuwa amerudi. Kwa hiyo nilimpatia pesa Nasieko akawa amepokea. Leo kanyoo gani? Na asante akawa amenipatia, akanichum. Akamekimbilia chumbani kwake. Na mimi sikukaa pale. Niliondoka zangu. Nikawa nimerudi nyumbani nikiwa na raha sana. Yaani nilitamani ningemnunulia simu usiku tuchati. Na sio siri, kila nikikumbuka utamu wa ladha ya embe lake na alipokuwa anatoa machozi kwa sababu yangu na ya ile ladha ya jambo lile, haki ya Mungu nilikuwa najikuta nacheka mwenyewe. Sio siri, nilijikuta Nasieko ameniingia sana kichwani. Yaani sana tu. Basi bwana, kwa hii wiki ambayo alibakisha kwenda shule, nilifurahia sana Nasieko. Yaani kila siku nilikuwa namchukua, muda mwingine nakaa naye dukani mpaka tunatoka ndio namrudisha nyumbani, na kila nikitembea naye nilikuwa nampatia vidonge vya kuzuia lile jambo. Maana mimi katika swala zima la kuweka nje lile jambo langu liko nimeshiriki. Siwezi kabisa. Ama eti nichukue nivae lile pira. Mimi siwezi kwa mtoto kama huyo. Na mtoto naye akawa anakolea kweli. Na kuna muda tukiwa dukani ananiforce turudi nyumbani. Na kuna muelewa anahitaji nini, hana lolote basi. Narudi naye nakuja na mkinda kidogo.
na mwenyewe analilia kweli kweli. Akimaliza nampatia vidonge, tunakuwa sawa. Nilikuwa nina boksi kabisa, nilikuwa nimenunua kwa ajili yake. Kiufupi tulipendana mno na Nasieko. Japokuwa nahisi mimi nilizidi sana kumpenda. Na kikubwa kilichokuwa kinanitesa ni wivu. Nilikuwa na wivu vibaya. Yaani sitaki asalimiane na mwanaume. Na mwanaume akimwangalia sana na mind kinoma, yaani kama yupo karibu hata namfokea huyo jamaa. Yaani sikuwa nataka mwanaume yoyote amsogelee Nasieko. Nilikuwa sitaki. Basi ikiwa imebaki siku moja elekea shule. Na mama ndio alisema atampeleka. Mimi nikasema sawa, nikamfanya shopping kubwa tu ya shule. Yaani alipata kila alichokuwa anakitaka. Na zaidi alipata vingi ambavyo alikuwa anavitaka, na mimi nikamuongezea. Nikarudi naye ghetto. Na huko tuliagana vizuri. Nilimkinda kule kweli, vibao kama 4-5. Na hapo Nasieko kidogo kashaanza kabisa kunizoea. Na amepunguza swala zima la kuniogopa. Na jambo hili amekwisha kuanza kulizoea. Kwa nilimkandamiza haswa mpaka mama akawa amenipigia simu. Niko katika boss juu lilikuwa la 3 sijui la 4. Manake mpaka majira saa 3 sikuwa nimemwacha. Alafu kesho anaelekea shule. Majira saa 10 alfajiri ndio ataanza safari na mama. Yaani nilitoka kwenye kile kinyonga cha huyu binti. Alafu ndo nikapokea simu ya mama. Nikasema ndio mama. Mama akasema mpo wapi? So unajua mwenzako kesho safari ni mapema sana. Unamrudisha saa ngapi? Na atapumzika saa ngapi? Embo acha kumzururisha mwenzio. Nikasema mama naye bwana hapa nipo Mlimani City. Namchukulia kuku na rudi naye. Mama akasema sawa, fanya haraka haraka. Nikasema basi poa mama. Niliweka simu pembeni, nikasema mama anasema kwamba nikurudishe. Sasa mrembo wangu, vipi? Nasieko aliniangalia kwanza kwa jicho lililokuwa mbalo siwezi kulielezea. Alionyesha kwamba yeye bado alikuwa anahitaji. Nikawa nishamuelewa, nilimtandika tena. Mpaka majira saa 4 tuko tumeachana. Alimeza vile vile vijidonge. Na kisha mimi na Nasieko tulianza safari ya kumrudisha nyumbani. Niliendesha kama kichaa. Manake nilishakuwa nje ya muda, na kweli sikuchukua muda mrefu. Tuko tumeingia nyumbani. Tukashusha vitu vyote, niko nimeingia ndani. Nilimkuta mama amekasirika kule akasema yani mpaka saa hizi unamrudisha mwenzio, haujui kwamba kesho tuna safari? Nikasema samahani mama. Foleni za Dar es Salaam zimechangia pia. Basi Nasieko akawa amemsogelea mama akasema mama samahani, tulipitia kuchukua tu kuku. Nyie na mwenyewe kashaanza kujifunza uongo Basi mama akawa amenisema sana mimi. Marake Nasieko ni mdogo sana kwangu. Eti kwamba mimi ndo nampelekesha. Basi mimi niko nimekausha pale, nikamuaga mchumba wangu kwa mbali, nikamsihi akapambane sana na kusoma. Nikaona nataka kulia, nikamwambia jikaze. Usilie. Mimi nipo kwa ajili yako na kungoja. Akasema sawa. Nilimuaga ningoni nimesepa zangu, niliumia sana kulikuli kukaa mbali na mchumba wangu. Lakini nikajua anaenda kusoma tu. Akirudi maisha yataendelea. Basi bwana. Na kweli kesho yake nikawa nimewasiliana na mama, akaniambia kwamba tayari amekwisha kufika Arusha. Na amemkabidhisha Nasieko. Na mama kesho ataanza kurudi. Mimi nikasema sawa. Basi bwana. Ikapita muda, mimi nikawa nimepambana zangu na kazi. Na maisha kaanza kuenda. Sasa bwana, kulikuwa kuna dada mmoja hivi mrembo. Udada alikuwa na duka la mafuta ya wadada, vipodozi, sijui cosmetics. Sijui niseme losheni, sijui niseme nini. Udada bwana alikuwa anaitwa Happy. Na alikuwa ananionyesha dalili zote kwamba alikuwa ananipenda, ananitaka. Lakini mimi sikuwahi kuwa na mpango naye kabisa. Yaani akili yangu, moyo wangu vilikuwepo kwa binti Nasieko. Kuna siku sasa ilikuwa ni majira ya jioni. Nilikuwa natoka kazini. Basi huyu dada naye alikuwa anafunga duka lake, akawa amenisalimia. Mimi nikamuitikia vizuri tu, fresh inakuaje poa poa. Akaniambia samani Alvini, akasema naomba unipatie lift naelekea Mwenge pale nyumbani. Leo sijaja na gari kabisa. Akasema basi poa, twende tu. Basi nilikuwa nimeshuka naye mpaka chini pale. Nikaingia kwenye gari yangu. Nikaanza kudrive.
Akawa ananipigisha sana story, mara Alvini, kwani unaishi wapi? Unajua wewe ni handsome. Alvini, nilijikuta nimempakiza kwenye gari langu mpaka nikaanza kujuta. Maswali yalikuwa ni mengi sana. Basi mimi nikampitisha Mwenge, nikamwacha hapo, akaniambia asante. Nikasema poa. Nikanyosha kwangu. Na hapo kila ninapoona kitu kizuri cha kike, iwe nguo, iwe kiatu, yani chochote, ni lazima mimi nitamchukulia Nasieko. Yani Nasieko alikuwa mbali, lakini nilikuwa namuelewa sana. Basi nilipofika nyumbani nikaoga na kisha nikawa nimepanda kitandani nipumzike. Simu yangu ikaanza kuita. Nikacheki ni namba ngeni. Nikasema unani? Nikapokea nikasema halo. Nikasikia sauti ya Happy. Halo Alvin. Nilikuwa nakuuliza umefika salama. Nikatabasamu, manake nilikwisha kumuelewa hudem anachokitaka kwangu ni nini. Nikasema nimefika salama sijui. Akasema nilizani umelala na kusumbua. Nikasema wala mimi niko fresh. Akaniambia okay. Basa mimi nakutakia usiku mwema kipenzi. Nikasema nawe pia. Kisha nikakata simu. Nikalala bwana. Kiukweli huyu dada akizidisha shobo sana, na mimi vitu vyangu kama hivyo bwana. Nasema tu sio sasa hivi. Sasa hivi niko zangu busy dukani, nampenda Nasieko. Basi muda huo nakumbuka kesho yake kulipokucha niko zangu dukani. Sasa kwa ameingia Happy. Nikamkaribisha fresh tu, nikamuuliza vipi, unahitaji simu? Nikasema no. Lakini muona tu nije kukaa nawe hapa. Nikasema poa, karibu. Nikajua dukani kwake kamwacha mfanyakazi. Basi akawa amekaa sana pale dukani kwangu, na huku akiniangalia jicho la tamaa. Nikaona huyu anautaka sio bure. Anautaka. Basi mimi niko nimecheka tu pale. Akasema hivi Alvini, hatuwezi kwenda out kabisa hata siku moja this weekend? Nikacheka nikasema tunaweza, kwa nini siwe? Akasema okay sawa. Basi nitafurahia sana kama hii wiki weekend tutakuwa pamoja. Nikasema sawa tu, wewe tutakuwa pamoja hata usijali. Basi akawa amefurahi akasema poa. Usiniache basi. Na leo sijaje na gari yangu. Nikasema hata usiwaze, wewe ni nepa tu kipenzi. Basi nikaona huyu mtoto mbona kama anajileta mwenyewe anautaka. Alafu mimi kumwacha atakuwa ni dharau. Atakuja kunidharau kesho nikishakutwa. Epi bwana. Huyo binti hakuwa hata na shepu kubwa, yani ilikuwa kawaida tu. Nikadada fulani hivi kapo simple, lakini nikakali. Na kanajua kuvaa sana. Kina swaga hivi. Nikaona mimi mtoto kabisa huyu. Naona ananitaka kabisa, anajilengesha kabisa. Sasa mimi nikimwacha na kwa kasi ukweli mshikaji wangu, mimi inabidi nichape tu. Basi bwana. Majira ya kutoka mimi kweli nikawa nimepita pale dukani, nikamwambia wewe mimi unaondoka hivyo vipi? Akasema jamani, mimi ndo nilikuwa nafunga please basi twende wote nisubiri. Nikasema poa. Nikaona nimechukua mtoto mzuri, ananukia sio poa. Nikaona si akini antunuku tu huyu. Na hivi niko na nani nyingi. Nilikuwa sijakula kama wiki hivi. Na sio kwamba alivyoondoka Nasieko ndio kwamba sikuli. Wewe sio kweli wewe. Na machaka kama yote mimi ninavyokuambia. Ili kiufupi ni kwamba mimi siko na huo uaminifu ambao mwanamke akinikuta anaweza kusema kwamba yani mshikaji katulia nini. Nikijisikia niko na mzuka, natafuta mtu naruka naye. Na katika simu nina wanawake kama wote. Basi nilikuwa nimemchukua mrembo, nilikuwa nimedrive mpaka Mwenge pale. Nikataka kumwacha, akasema please naomba nipeleke mpaka nyumbani. Unajua msikilizaji, mtu akianza kuja kama hivyo unaona kabisa hii tunda ishaiva hii. Akaniambia si unajua tena sasa hivi usiku kuna vibaka. Nikasema okay poa. Wanielekeze tu. Na kweli mtoto kama amenielekeza pale mpaka mitali uko nakaa. Nilimpeleka mpaka nyumbani kwake. Nilipofika akaniambia Alvini, mimi ndo naishi hapa. Nikasema okay kumbe. Akasema yes. Nikasema ndo unakaa na shemeji hapa? Akaniambia mimi niko peke yangu tu na wala sina mtu. Nikaona mtoto kanyoka sana huyu. Manake anajielezea kinoma. Akaniambia basi vipi? Karibu basi. Karibu ndani kwangu upate hata maji please. Nikasema mbona kama mimi niko poa tu. Maji sio umeona yapo kwenye gari pale kwenye dashboard nini? Akasema hakuna bwana. Njoo. Bwana huyu akawa amenikamata mkono, niliingia ndani kwake. Basi akawa amepanga nyumba fresh tu, ni kawaida. Akanikaribisha mpaka ndani na kisha akawa ameletea juice. Nikasema asante Happy.
Akasema hata usijali, karibu. Nilipokuwa nimekamata ile juice akasema ningoje basi. Nakuja mara moja, nikasema poa. Mzee nikawa nimetulia, nikawa napiga zangu kajuice taratibu kaembe. Katamu kinoma. Baada ya muda Happy akawa amekuja, kabadilisha vijingwa vyake vya kazini, kavaa kijigauni. Na sijui ndo cha kulalia, hata sielewi, yani ilikuwa ni kepesi kwa namna moja ama nyingine. Akajongea, akasema jamani, haujaboeka kukaa peke yako, maana yake nimekuacha peke yako muda mrefu mgeni. Nikasema hata mimi sijaboeka bwana, mimi niko poa tu. Nikaona mtoto ni kama kuna kanamna hivi, kuna kanamna vijimiguu vyeupe. Nikasema bwana kuna kahali ka utamaka alianza kunivaa. Bwana, tulianza sebuleni na kuambia msikilizaji, mtoto alikuwa anakalia sio mchezo. Yani anakalia sio mchezo. Na mimi sikujuta kupoteza muda wangu kuwa naye mpaka huko. Kwa nilianza tukiwa pale sebuleni, tukielekea kwenye 6x6 huko alipokuwa kwenye kijumba chake ama kichumba chake, nikaenda naye. Bwana, moto ni moto tu. Nilikuwa napeleka moto kweli kweli. Yani utafikiri kwamba tulishawahi kujuana muda mrefu. Sio mimi wala yeye, yani kila mtu alikuwa na moto kwa mwenzie. Na hakuna aliyekubali kushindwa na matokeo. Nilimweka hivi kaka vile oya. Bwana, nilikula sana siku hiyo. Nilichoka vibaya mno. Nikawa tumeenda kwenda kujiweka mazingira safi. Tukatoka, mimi nikawa nimeketi pale katika 6x6. Nilikuwa naangalia, ilikuwa ni majira saa 8 za usiku. Bwana Happy akawa ameniambia asante Alvini kwa ladha hii kubwa. Nimefurahia sana. Yani sana tu. Nikamwangalia Happy, nikatabasamu. Maana shughuli yake sio nzito huyu mtoto. Nikasema basi sawa Happy, hata usiwaze bwana. Na mimi nimefurahia sana, nimeburudika kwa hii burudani. Kandanda, mpira tumeupiga mwingi, yani pasi za kutosha. Yani sijajutia kabisa kuwepo hapa. Akaniambia, kwani Alvini uko na mahusiano? Yani kashanipa, nimelimega, alafu ndo ananiuliza. Nikasema mimi naye, lakini tu hatazuia mimi na wewe kuwa pamoja, maana yuko mbali tu. Akatabasamu akasema ni mfanyakazi na yuko mkoani. Nikasema hapana, ni mwanafunzi anasoma. Akasema sawa, naomba basi kuchukua nafasi yake kwa muda huu please. Atakaporudi mimi nitamwachia. Bwana, nilimwangalia nikatabasamu. Nikasema je, akirudi? Akasema mimi nitakuwa mbali na wewe mpaka atakapoondoka. Nilitabasamu nikasema fresh tu. Wewe kweli na wewe hauna mtu? Akasema yes, nimebreak na mapenzi, nimeumizwa sana. Nikasema fresh tu. Kiukweli Hudu wala mimi sikumpenda, lakini ni show tu nzito ambazo zilikuwa zimeni switch on kichwani. Basi mimi sikutaka kulala hapa. Nilimwaga kwamba mimi naondoka. Happy kwa ameniomba sana nibaki, lakini mimi niligo. Nikamwambia siku nyingine mimi nitakuja. Kwa nikawa nimetoka, nikaingia kwenye gari langu, nikasepa zangu. Nilifika nyumbani nikiwa hoi, sikutaka shida, nilijitupa kitandani, nililala mno. Nilikuja kuamka ni majira saa 4, sikuwa na shida maana dukani nilikuwa najua nina vijana wangu. Kwa hiyo watafungua, alafu hii siku sikupanga kabisa kwenda dukani. Ilikuwa nina mishimishe zangu nyingine kabisa. Basi bwana, nilipoamka nilikuwa nimekamata simu yangu, nikakuta missed call kama zote za Happy. Nikampigia, haikuchukua muda, akawa amepokea simu. Nikasema hello. Akasema yes babe. Mbona kana kupigia simu upokee, ulikuwa umelala ni? Nikasema nilikuwa nimechoka sana, sio unajua. Akacheka akasema pole, lakini nisamee. Nikasema poa tu. Nambisa. Akasema mimi nilikuwa tu nakutakia asubuhi njema, sitakuona soon au unakuja dukani. Nikasema bana hapana, kwa siku hii leo nina pilika nyingine kabisa tofauti, so siwezi kuja hapa. Akasema jamani, kwa hiyo sitokuona ni maana yake nitakuona lini sasa? Nikasema leo nakufuata, tutaenda hoteli, kwa hiyo sitaki kwako, na kwa siku huru kabisa, nisi kama kuna mshikaji anaweza akaja hivi. Akawa amecheka sana, akasema na kidali chote hicho unaogopa, na ulivyojazia unaogopa kupigwa. Nikasema sure of course, yani mimi sina nguvu za kupigana, au mimi sina mwili wa ngumi. Mimi mwili wangu wa mapenzi, mimi mwili wangu wa mashamsham, mimi mwili wangu wa kutunzwa, wa kudekezwa. Basi niko nimemsikia anacheka sana.
Nikasema hivi, nitakupitia jioni dukani, lakini tunakwenda mbali na nyumbani kwako. Akasema sawa, utanifuata nyumbani na sio dukani. Hapa mimi nitawaachia vijana wangu, nataka nikajiandae. Nikasema fresh. Akasema sawa baby. Akanitandika kachumu pale, nikacheka sana. Nikasema oh, kazito. Basi nikakata simu, nikaingia bafuni kuoga. Nilipiga maji na kisha nimetoka nikapiga pamba zangu vizuri mwanaume mimi. Yaani sikuwa napenda kuwaka sana, lakini nilikuwa navaa vizuri mno. Yaani nikivaa napendeza mno. Nikatoka zangu, nikaelekea katika mishemishe zangu. Na kweli jioni nikawa nimempitia mtoto kwake kule Mwenge. Nilipofika nikawa nimempigia simu, "Bei uko wapi? Na kuaje? Toka basi, mimi niko nje hapa." Basi bwana mtoto akawa ametoka, amependeza kinoma. Kijigauni kifupi, kimemkaa vizuri, kiatu kirefu. Yaani alikuwa amependeza sana udada. Ni dada wa mjini haswa. Alafu anajua kuvaa kinoma. Si mnaelewa dada wa mjini wanavyokuaga. Yaani ndio huyu demu bwana. Basi mimi nilikuwa nimemchukua mchumba wangu pale, nikaondoka naye mpaka posta. Kulikuwa kuna bunge moja la hoteli, ilikuwa ya nyota 5. Ndio nilikuwa nimeenda kuspendi naye. Bwana, kuna jinsi huyu binti alikuwa ananimaliza sana. Alikuwa ananimaliza. Hasa mazingira ya kwenye 6x6 kule. Nilikaa na mchumba huyu kwa siku 3 ndio tulikuwa tumerudi majumbani. Uweze kuamini mwanangu. Yaani kwangu mimi ilikuwa ni kula na kutandika, kula hivyo yani. Baada hapo ndo rasmi mahusiano yetu yalianza mimi na Happy. Hamu zangu zote nikawa nikizimalizia kwake. Nilipunguza kidogo rate ya kuwa na wanawake. Basi mpaka uko umepita muda na spendi na mchumba wangu. Siku ananifumania, si ananijua mambo yangu mimi ni mengi tu. Analalamika kwamba mimi na cheat wakati yeye nimemwambia kwamba mwanamke wangu anasoma. Basi namtuliza pale, tunaendelea. Ndio ilikuwa maisha yetu. Hakuwa mwanamke wa vibomu sana. Yaani pesa naye mwenyewe alikuwa nayo, lakini huwa anampatia kama mwanaume tu. Si unajua tena jao. Alafu yeye hana pesa za kunizidi mimi. Kwa siku hiyo nilikuwa zangu dukani, nakumbuka mama akawa amekuja akaniambia, "Yaani wewe mtoto wewe, huji kabisa nyumbani siku hizi kunisalimia." Mimi niko nimecheka tu nikasema, "Amna bwana bi mkubwa, mimi nitakuja tu. Sema nakuwa busy sana na kazi. Zinanibana kinaomani. Sasa mamangu, I'm sorry, mimi nitakuja." Mama akasema, "Naelewa, si kwa sababu nasi yako hajarudi. Na kuonaje sasa nyumbani? Akirudi nasi yako, nitakuona na pilika zako zote." Mimi nikacheka tu nikasema, "Anarudi lini kwanza?" Mbona kama muda umepita sana mama." Mama akasema, "Hawana hata likizo nyingi. Mwezi wa 6 harudi. Atarudi mwezi wa 12. Na akienda tena shule anaingia form 6. Nikasema, asema kwa nini sasa asirudi sasa hata likizo mama?" Mama akasema, "Ndio hivyo. Si kila shule ina sheria zake jamani." Nikasema, "Sawa mama." Ila niliumia. Nilikuwa nimemkumbuka. Nikasema, "Mama, basi mpigie hata mwalimu wake basi tuongee naye nasi." Mama akasema, "Hawaruhusu hata simu za ovyo." Wewe muache tu asome." Nikasema, "Sawa mama." Nikiwa naendelea kuongea na mama, si akawa ameingia Happy bwana. Yaani direct akawa amekuja na kunichuma. Nilimind kwa sababu hajaona nikiwa nazungumza na mtu mzima hapa. Nikasema, "Hivi Happy, ni adabu gani? Yaani niko na mama yangu nazungumza naye hapa, afu unakuja wangu na kunichuma. Ina maana kwamba haujaona watu tunazungumza hapa?" Akasema, "Hapana bwana. Naomba nisamee." Akanambia, "I'm sorry babe, naomba nisamee." "Mama, samahani kwa kukuvunjia heshima." Mamangu akacheka tu, akasema, "Hata usijali mwanangu. Aya, nitambulisheni." Basi yeye akacheka, akasema, "Mama, mimi ni mke wako." Yaani anajitambulisha mwenyewe kweli. Mama akasema, "Oh jamani, nimefurahia sana kukuona." Yaani sana tu. Eti anajitambulisha mwenyewe. Mwanangu nilimind. Sema niko nimekausha. Mama akasema, "Kwa hiyo ulipanga lini kumleta? Ufanye mapema, manake bibi yako juzi tu alikuwa anazungumzia swala zima la wewe kuoa." Mimi niko nimekausha kimya tu, wala sikuongea. Manake mama anazungumza kweli. Na Happy alijimaliza kweli. Na wakapeana mpaka namba za simu na mama. Basi baada ya muda akawa ameaga yule Happy kwamba anaondoka. Bwana, hii siku nilipaniki vibaya. Nilipaniki sana. Nikamuuliza, "Hivi Happy,
Nani kakwambia ujitambulishe kwa mamangu? Si unajua kwamba mimi niko na mwanamke mwingine? Happy akawa ametabasamu akasema, si kila mtu apambane na upande wake, na mwenye kisu kikali ndio atakaye kula nyama. Asa ilikuwa ni ngumu sana hii. Nikaona hapa kazi ninayo. Nikasema Happy, kama utaendelea na hizi tabia tutaachana. Happy akawa ametabasamu na kisha akawa ameondoka zake. Lakini kiukweli sikupenda kabisa hii tabia. Sasa siku nikija kumtambulisha nasi yako kwa mama yangu itakuwaje? Mbona kama kazi niko nayo? Basi mimi nikaona nikaushe tu ile swala. Nikawa busy na biashara zangu na mambo yangu. Siku hiyo sasa Happy akawa ameniambia kwamba baby, naomba basi nipajue nyumbani kwako. Na hapo nilikuwa nina miezi naye 6 kwenye mahusiano. Lakini sikuwahi kumpeleka nyumbani kwangu hata siku moja. Na sikutaka kabisa kumpeleka kwangu. Nilipanga kwamba pale nyumbani kwangu au anafika na siya kutu. Sikutaka mambo mengi. Nikamwambia Happy kwamba mimi siwezi kukupeleka nyumbani kwangu. Akaniambia kwa nini? Ina maana kwamba haunipendi? Nikasema nakupenda sana lakini nyumbani sikupeleki. Akasema okay, hamna shida. Aliondoka dukani kwangu kwa hasira. Akarudi kwake, mimi sikuwa na muda naye muda huo kabisa. Basi akawa amejinunisha wiki nzima nimlete kwangu. Bana mimi wala sikujali, nikaona acha nune tu, lakini kwangu hawezi kuingia mtu. Basi bwana mtoto akanunia kule kama mwezi mzima. Nilimisi sio poa, nikaanza kumsumbua mimi mwenyewe. Maana kesho zake huwa anazielewa. Akawa na kaza, hanipi uroda mpaka nimlete nyumbani kwangu. Ase alinikazia kinoma. Maana mimi na yeye mambo yetu ni hotelini tu. Au mara chache na mla kwake. Lakini safari alinikazia sana. Akiniona kazini hanisalimii. Anajifanya kwa busy na kazi zake. Mimi nikaona sio kesi kumpeleka nyumbani. Kwani shilingi ngapi? Basi siku hiyo nilipotoka kazini nakuta naye mwenyewe anatoka. Aliponiona akawa anatembea huko anaringa kweli. Anatikisa anavyokuambia. Nikaona wewe sio kweli. Nikamkimbilia, nikawa nimemshika mkono. Akasema vipi, hebu niache bwana. Sio utaki mimi kunipeleka nyumbani kwako, achana mimi kabisa. Nikasema sasa hivi nini sasa, mbona kama unakuwa kama mtoto mdogo? Mimi nimekumisi sana, please, unataka nini mama, tu enjoy. Akasema siendi kokote. Kama unashindwa kunipeleka kwako basi nikome, na tena unikome hazo. Siendi kokote, achana mimi. Nikasema okay, nakupeleka kwangu. Tuyamalize basi. Akasema unanipeleka kwako kweli? Lini? Na muda gani? Nikasema ndio basi, sukaushe. Akaniambia poa. Basi kweli nikamchukua Happy wangu, mchumba wangu mie, nikampeleka wangu mpaka nyumbani kwangu. Basi akasema wao, kwako pazuri jamani. Natamani nibaki humu nisondoke tena. Nikasema huyu ana wazimu eh. Mimi sikutaka kuongea naye tena. Niko nimeingia zangu chumbani kwangu nikaanza naye show. Ase tuli yani hii siku kwanza nilikuwa nina mzuka na yeye. Ameninyima game kitambo, ni mwezi. Baada ya kuchoshana pale nikaagiza chakula. Tukala tukapumzika. Basi asubuhi kabisa niko nimeamka nikakuta Happy anatoka kuoga. Akaniambia una bafu nzuri na nyumba yako nzuri. Nikasema okay, asante sana. Akasema sikujua unampenda sana huyo mwanamke wako. Nikamwambia kwa nini? Nimeangalia tu kabatini nimekuta kuna nguo mpya nyingi za kike, viatu, yani kila toleo. Unamnunulia huyo mwanamke wako. Nikasema ndio hivyo tu. Akasema unampenda sana kuliko hata mimi. Bwana nilijikuta nimetabasamu kwanza, manake hamuingine siyeko kwa chochote kile. Kwa upole labda namzidi tu michezo kitandani. Hadi sababu tu Naseko bado ni mdogo hajazoea ya mambo. Nikasema kwanza wewe nani kakwambia ukague ndani kwangu? Na ndio maana sikutaka mimi kukuleta nyumbani kwangu. Akasema okay basi sawa. Nisamee. Nikaona kanuna. Akavaa huyo akasema naomba nipeleke nyumbani kwangu. Nikasema poa, ningoje. Niko nimeingia bafuni nikapiga maji fresh nikatoka haraka. Nikavaa kisha nikampeleka mpaka nyumbani kwake. Basi kuanzia hapo msikilizaji nikawa najiachia tu na Happy. Kiukweli nilikuwa natoka naye mno. Naenda naye klabu, naenda kuspendi naye sana, narudi naye kwangu, anakuja sana.
Japokuwa nilikuwa nagombana naye sana kuja kwangu ovyo ovyo. Sikuwa napenda kabisa, lakini ndio hivyo. Demu mbishi kinoma, kinganga. Alafu kakolea sana kwangu ile mbaya. Yaani ananipenda huyo. Mimi ile kawaida tu. So unajua tu na wanaume tu kutamani tamani tu. Yaani unapenda kawaida. Lakini sio siri, nilikuwa nimekolea kwa huyu mtoto. Mpaka nikawa nimesahau kabisa kuhusu Nasieko. Basi bwana Happy akawa amebeba ujauzito, sitokuja kusahau. Ilikuwa ni utata mkubwa sana, maana mimi sikutaka kuzaa naye. Tukaanza kugombana kwamba atoe. Yeye alikaza kwamba atazaa, hawezi kutoa. Nilivurugwa. Maana nitamueleza nini Nasieko akilijua hili? Japokuwa ni binti mdogo, lakini ataelewa kwamba nimemsaliti. Basi miezi kadhaa ikawa imekata, bado nikiwa sina maelewano mazuri na huyu Happy. Sababu tu ya mimba aliyokuwa amebeba. Siku hiyo bwana niko zangu kazini, bi mkubwa akawa amenipigia simu, niko nimepokea. Nikasema ndio mama, shikamoo. Nikasikia mimi kaka, shikamoo. Ase mpaka nilisimama, nikasisimka ni sauti ya Nasieko. Nikasema Nas, umerudi? Akasema ndio, nimerudi kaka jana usiku. Bwana nikajua huyu ananiita kaka, itakuwa yuko mbele ya mama. Nikasema basi poa, mimi nakuja kukuona sasa hivi. Akasema sawa kaka, usisahau kuku zangu zile za kule wapi Mlimani City. Nikacheka sana, maana anapenda sana kuku wa KFC. Na haraka nilikuwa nimechukua gari nikapitia mpaka KFC ya Kariakoo, nikamchukulia kuku zake na kisha nikawasha chombo mpaka nyumbani. Nilimkuta mama pamoja na baba sebuleni, walikuwa wanaangalia TV. Nikawasalimia, mama akasema ushakuja hai kweli mdogo wako sikakupigia simu bwana. Nikacheka nikasema mama, hamna bwana, si ameniagiza tu kuku zake huyu. Baba akasema yani Nasi na Alvin hakuna kabisa cha kuwatenganisha, wanaelewana sana hawa. Kwa hiyo kuna wakati nasema kwamba laiti kama ungejua kwamba mimi nishakinda kitambo ungechoka. Basi bwana mama akawa ameniambia yuko chumbani kwake anapanga nguo zake. Nikasema sawa mama. Nikawa nimenyanyuka haraka nikelekea chumbani kwake. Sikupiga hata hodi, yaani sikubisha mlango. Nilifungua mlango na kisha nikawa nimeingia. Nilimkuta akiwa anapanga nguo kweli. Aliponiona akawa amekuja amenikumbatia kwa nguvu. Akaniambia nimekumisi sana. Mimi ndo kabisa nikaanza kabisa kumchumu kwa fujo yani. Huko nikiwa na mkamata vizuri. Na kula yale maziwa ya Ziwa Victoria. Nilikuwa na abinya. Nilikuwa nataka game kwa muda huo. Akasema no Alvin, mara kwa wazazi watasikia kila kitu. Nikasema sasa tupeane tu mdogo mdogo. Akasema hapana, mimi nitakuja kwako na sio leo. Alinikataza bwana, nilimind. Akasema Alvin, sio vizuri kufanyia hapa, hata mimi nimekumisi kweli, lakini usiwe hivyo, haitakuwa adabu. Nikaona baridi tu, haina domo. Nikamwangalia nikaona kapungua sana, kama kawaida yake akitoka katika masomo anazidi kuwa mzuri zaidi, alafu anapungua. Nikaona nimemuuliza za shule, akatabasamu akasema nzuri. Nikamuuliza unaendeleaje? Unaendelea vizuri si ndio? Akasema ndio. Nikasema okay, kwani kuna changamoto gani shule? Akasema hakuna bei, napata elimu vizuri, nasoma poa. Niliona shule imemkuza kidogo, maana alikuwa anazungumza vizuri sana, yani alipunguza utoto kidogo, sio kama mwanzo. Basi bwana kama ameniambia kwamba yuko poa kabisa. Nikamuuliza ulikuwa hutongozwa? Akacheka sana, akaniambia ndio, wala hata sitongozi. Nikasema wewe ni mwongo ulikuwa unatongozwa wewe? Akasema jamani acha hivyo basi, mimi ni mdada bwana, kutongozwa ilikuwa kawaida tu, ni lazima, lakini sina kataa tu kwa sababu mimi nipo na wewe. Nikacheka nikaona akili imekuwa kubwa, maana mwanzo nilikuwa tasiamini. Alikuwa hanijibu kiutu uzima. Nikasema sawa. Nikamwambia nakufuata kesho hapa, maana nimekumisi kweli. Akasema kweli. Akasema akaniuliza sasa, kwani wewe ulijitunza kwa ajili yangu na hujawahi kabisa kunisaliti? Nikasema sijawahi kabisa, yani sijawahi kipenzi na kupenda sana wewe. Akatabasamu. Nikamwomba ni chum, aligomba, lakini pia akasema sio poa hapa nyumbani mpaka kesho. Nikasema sawa tu. Nikawa nimezungumza naye pale na akanisimulia story nyingi sana za huko shuleni kwao, mpaka nikawa nacheka tu. Baada ya muda
Mama akawa amekuja akasema kwamba haya, mtu na dada yake ni muda wa kwenda kupata chakula. Tukasema sawa. Na kisha mimi nikawa nimemshika mkono na Nasieko, nikawa nimeelekea naye mezani. Basi Nasieko ndio alitupa kule chakula. Tulianza kula kwa furaha na huku akitusimulia hadithi za huko shuleni kwao. Basi na hapo tulikuwa tunagongana macho. Anashusha chini, anacheka, sijui ndo alikuwa anaona aibu. Mimi nikawa hata sielewi. Yaani ilikuwa ni raha tupu sana. Mimi nikawa nimesema mama, kesho asubuhi nitakuja kumfuata Nasieko, tukatembee. Baba akasema ni sawa tu, umtembeze mwanake, anakuwa ni mtu ndani tu. Na Nasieko kweli si binti wa kudhurura kabisa. Mama naye akasema usikose kumpeleka kwa wifi yake Happy akamjue. Asema moyo wangu ulifanya pa. Maana niliona mbona kama mama amenichania mkeka kwa mwanamke wangu Nasieko. Nasieko ameuliza wifi Happy ndio yupi mama? Akasema we kesho kakako atakupeleka ukamwone. Ni mchumba wake tu, kazuri keupe karefu. Yuko pale anauza losheni pembeni kabisa ya duka la kaka yako. Duka la simu. Nikaona Nasi amebadilika. Hakuwa yeye tena. Nikasema mama, tumeachana bwana. Mama akasema mmeachana lini? Wakati jana tu kanipigia simu kaniambia kwamba na mimba yako. Na amekwambia na umekataa kwa jinsi ulivyokuwa huna hata haya. Na unamshawishi kote eti mtoe mimba. Ni tabia za ajabu sana hizo Alvin. Baba naye akasema mbona ni story mpya nisikia. Mama akasema ni wewe acha tu. Huyu ana mwanamke alikuwa anatembea naye pale jirani kabisa na duka lake anaitwa Happy. Walitambulishana wenyewe. Wakanitambulisha mimi. Maana hiyo siku nilikuwa nimewakuta. Nikabadilishana namba na huyo binti. Sasa huyo binti kapata mimba. Lakini kijana wako ameikataa kata. Anamwambia eti atoe. Ana akili kweli huyu nani Alvin? Ana akili? Hajui thamani ya watoto huyu. Nasieko alinyong'onyea sana. Akasema mama, naomba mimi nikapumzike, nimechoka sana. Mama akasema mbona kama mapema sana binti yangu? Kaa hapa bwana umshauri kaka yako. Nasieko akasema kwamba nitamshauri tu mama, hakuna shida. Niliona Nasi yuko sawa. Nimekwisha kumvumilia kabisa. Amenivumilia mengi. Nikasema hivi mama katumwa ninazungumza maneno kama haya. Na sikujua kama Happy kampigia simu. Nikaona hapa kimeshanuka. Nikatamani kufuata Nasieko lakini haikuwezekana. Manake bi mkubwa yuko pale na anzaje kwenda. Nikakausha tu. Mzee akaanza kunisema pale. Akasema kulisikia wapi Mchaga anakata mtoto wewe? Ina maana huyo binti anakusingizia ama? Mimi sitaki ujinga bwana. Hata kama haumtaki huyo mwanamke lakini usikane damu yako bwana. Umenielewa kijana wangu? Nikasema ndio baba. Kisha mzee akampeleka chumbani kwake. Na bi mkubwa akampelekea. Nikawa nimepata nafasi ya kuelekea chumbani kwa Nasi. Nene nikamwona Nasieko. Niliingia nilimkuta akiwa analia sana maskini ya Mungu. Uso wote umevimba, nikawa nimejisikia vibaya. Nikamsogelea Nasieko. Nikasema nakuomba nisikilize mama, sio kweli. Mama amelewa vibaya. Happy sio mwanamke wangu. Unazidi kundanganya. Nikasema sikudanganyi Happy. Sikia basi. Mimi sikudanganyi. Nimekwambia naenda zako mpaka siku utakaojisikia kabisa kuniambia ukweli wako. Ndipo uweze kurudi. Nikasema sikia basi. Ni kweli tupu nakwambia. Na sasa ameniambia ondoka hapa chumbani kwangu. Au nikuachie chumba? Nikasema hapana. Na sasa ninachokitaka kwako unisikilize tu. Akasema nikusikilize nini Alvin? Niambia unataka kuniongopea nini? Mama hawezi kukudanganya wala kunidanganya mimi Alvin. Na kumbe unaniongopea wala hata unipendi. Mbona umeshindwa kunisubiri Alvin? Mwaka tu tayari kabisa ushatengeneza kabisa mahusiano na mwanamke mwingine. Mpaka umempatia na mimba. Kweli kabisa babangu. Hapana, sihitaji tena. Nikasema sikia Nasi yako. Mimi sina mwanamke tofauti na wewe. Na nakupenda sana na niamini kipenzi katika hicho. Nasi yako akasema Alvin toka chumbani kwangu. Ama nitapiga kelele mamako aje humu ndani. Ajue kitu gani kinachoendelea kati yetu. Nikaona nimwache tu manake alikuwa na hasira sana. Akawa anashindwa hadi kuongea. Ana kigugumizi, maneno yakawa hayatoki kabisa. Ikabidi mimi nitoke pale chumbani kwake.
Nikatoka mpaka nje kabisa, nikawa nimeingia ndani ya gari. Kichwa chote kilikuwa kinawaka moto. Nilikuwa nikiwaza na mueleza nini Nasieko anielewe, ili tu tuendelee na mapenzi yetu. Manake mimi nampenda sana Nasieko. Huyu mwanamke mimi ndo namuelewa kiukweli ukweli na sio uongo. Basi niko nimerudi kwangu, niko hoi kweli kweli, nina stress kinoma kama zote. Na kila nikikumbuka Nasieko alikuwa analia kwa ajili yangu, basi ndo nazidi kabisa kulia na kuumia. Nikaona na hasira. Kesho yake majira saa 4 nikasema nitaenda nyumbani kuzungumza naye. Maybe hasira zake zitakuwa zimekwisha na tutaelewana. Basi mimi niko nimeaga, nikarudi kwangu nikiwa na stress sana. Simu yangu iliita sana, na aliyekuwa ananipigia simu alikuwa ni Happy, lakini sikuwa na hamu ya kupokea simu hata kidogo. Sikushika simu yake. Nikarudi nyumbani nikiwa hoi. Niliwaza sana, naongea nini na Nasieko? Ni kweli nilikuwa na Happy kwa kipindi chote hicho ambacho yeye hakuwepo, lakini ni tamaa tu za wanaume. Mpaka nimempatia ujauzito. Lakini mimi bado nampenda sana Nasieko na namhitaji sana. Bila ya penzi lake mimi nitaumwa sana. Naanzia wapi? Niliwaza vingi mpaka nikalala katika sofa pale pale sebuleni. Asubuhi na mapema nikawa nimeamka, nikajiandaa vizuri. Nikiwa mchovu sana, nikapita dukani kwanza manake kuna mzigo nilikuwa nauandaa. Na kisha nikaplani kwenda nyumbani manake nilikwisha kujua kwamba huo muda lazima mama pamoja na baba watakuwa shatoka. Basi nikiwa natoka, Happy akawa ameniuliza. Akasema, Alvin, mbona anakupigia simu upokee kipenzi? Si sawa unavyofanya. Lakini nikasema, Happy, unakumbuka wakati tunaanza mahusiano nilikwambia kwamba kuna mtu niko naye shule? Sasa amerudi na kumbuke mbali na mimi kwanza. Akasema, na vipi kuhusiana na mtoto wako? Bado una akili ile ile tutoe? Hivi huyo Nasieko ni nani? Na ndio unayempenda kiasi hicho? Ana kipi kabisa cha kunizidi mimi? Muda huo mimi sikutaka kumjibu hata. Nikashuka chini nikachukua gari mpaka nyumbani. Basi bwana. Kufika nyumbani nilimkuta Nasieko pamoja na Mise walikuwa wanaangalia TV. Lakini Nasieko alikuwa amelala katika sofa. Aliponiona tu alikimbilia chumbani kwake. Nilianza kumfuata na huko nilikuwa namuita. Mise akasema, "Lo, baba malaya wewe. Ushamchezea mtoto wa watu, alafu umetafuta mwanamke mwingine na umemtia mimba. Sasa nimemwambia kila kitu kwamba wewe ni mshenzi tu wa tabia, na nimemsimulia tabia zako zote, hakuna nilichokiacha kitu. Nimemwambia mpaka uliwahi kutembea na mimi. Ili asije akabugi manake Nasieko wala hana hata makuu, asije akajiingiza kwako tena Firauni mkubwa." Bwana, hii siku nilikuwa na hasira. Nilimkamata Mise, nilimkunja, nilimtwanga mangumi hata kuja kunisahau. Akawa analia anasema kwamba hata ukinipiga nitasema ukweli. Kwani wewe si malaya tu? Kazi kutembea na kila aina mwanamke? Kisa unapigi pesa vyako? Asini nilitamani kumuua. Mpaka kanichoropoka. Alikimbilia chumbani kwake. Nilikaa katika sofa kwanza nikiwa nina hasira mno. Sielewi kabisa nianzie wapi, niishie wapi. Nilipanda chumbani kwa Nasieko. Nikakuta kajifungia kwa ndani. Nikasema, Nasi, hebu nakuomba nisikilize basi. Eti mamangu, jana sijalala mwenzio. Nasieko, unaelewa ninapokupenda mama. Lakini please nakuomba basi tuongee. Nas? Akasema, unataka tuongee nini? Ni kipi tuongee mimi na wewe Alvin? Alvin, nimeambiwa kila kitu, tabia zako zote. Umetembea mpaka na Damise, dada wa kazi humu ndani. Kumbe ndio tabia yako. Kila anayekuja humu ndani ni lazima utembee naye. Si ndio maraki? Sasa basi, Alvin, kaa mbali na mimi. Tena kaa mbali na maisha yangu. Nenda kwa huyo epi wako, mwenye mimba yako. Asene alisema, no, Nasieko, usiseme hivyo. Ni kweli nimekosea Nasieko, lakini mimi ni mwanaume. Siwezi kukaa muda wote pasipo atakuwa na mtu. Nimetembea na yeye mwenyewe, lakini mara moja tu. Ndo kaanza kunambia kwamba ana ujauzito. Huenda hata sio mimba yangu. Please Nasieko, nakuomba basi tuweke sawa haya mama. Mimi nakupenda sana mwenzio. Akaniambia, ondoka mlangoni. Toka mlangoni kwangu. Sikutaki na sitaki kusikia chochote wala kukuona. Na kuchukia sana Alvin.
Bwana, nachukiwa sana. Alianza kulia. Nilimwambia Nasieko, acha kulia. Nilimbembeleza sana afungue mlango tuzungumze, lakini aligoma hata kidogo. Aligoma katakata. Nilikaa mlangoni kwake kuanzia majira saa 5 mpaka saa 2 za usiku. Nilikuwa nikimuomba tu afungue mlango, yaani mpaka nikaona hapa wazee watanikuta. Nikaacha. Niliingia chumbani kwangu na mimi, japokuwa sikupanga kulala nyumbani. Lakini kwa jinsi siku hii ilivyozidi kwenda, ikanilazimu kulala pale. Maana nilihisi at least nitapata muda kuzungumza na Nasieko kuliko hata nikitoka hapa na kuelekea nyumbani. Basi nakumbuka usiku wa siku ya 3. Wazee wakawa wamerudi na mama aliponiona kama ameniuliza, "Upo?" Nikasema ndio nipo mama. "Na leo nalala hapa tu nyumbani mama." Akasema okay sawa. "Na tena ni vizuri, manake kaka yako kesho anafika na ndege alfajiri. Kwa hiyo inabidi ukamfuate kule airport." Nikasema kaka narudi mama? Akasema ndio. Anakuja na familia yake na anataka kuoa. Manake huyo mwanamke wake pia ni Mtanzania. Kwa hiyo wamepanga kufungia ndoa yao huko. Kwa hiyo ndo anakuja kesho. Amechukua likizo ya miezi 3. Nikasema sawa. Na kweli hata mimi hii siku kaka alinipigia simu, lakini sikupokea sababu tu ya kwamba nilikuwa na mambo yangu mengi ambayo yalinifanya kutokuwa sawa. Basi bwana, nilikuwa nimesema sawa. Muda wa kula ulipofika, wote tulikuwa mezani, lakini Nasieko alienda kuitwa na misa. Alikatakata akidai kwamba ameshiba, wakati najua kabisa hajala chochote. Mama akasema, "Kwani wewe Nasieko ana nini jamani? Mbona kama tangia juzi? Tangu juzi usiku yuko sawa." Asubuhi hajanywa chai. Amesema ameshiba. Saizi napo amesema ameshiba. Mama akauliza, "Mchana napo?" Misa akasema hapana madam. Mama akasema kamuite sasa hivi aje. Basi kweli Misa akawa ameelekea huko, na baada ya muda Nasieko akawa amekuja amechoka sana, macho yamemvimba. Na hiyo yote ni kwa sababu ya kulia. Yaani hayuko sawa kabisa. Nikajua kabisa mimi ndo chanzo, au mimi ndo namtesa huyu binti. Kusikia habari zangu ndo imefikia wakati amechanganyika kiasi hichi, mpaka hataki chochote kabisa, maskini ya Mungu, hata kula. Mapenzi yanauma sana. Mama akasema, "Hebu njoo hapa ukae hapa." Akawa amekuja akawa ameketi pale. Mimi nimeacha mpaka kula, nilikuwa namwangalia kwa huruma. Mama akawa amemuuliza, "Kwani una shida gani mpaka umegoma kabisa kula? Na mbona sura imevimba sana kiasi hicho? Ulikuwa unalia au?" Alibaki kimya. Mama akamuuliza tena kwa ukali, "Ulikuwa unalia nini? Huna mdomo wa kuzungumza?" Alibaki kimya. Mama akasema tena. Akabaki kimya. Mama akasema, "Wewe nitakupiga wewe. Nitakupiga." Alishindwa tena kuzungumza. Na sijui kuvumilia, sijui kusemaje, alianza kulia tena kwa nguvu. Bwana, hapa mpaka nilishangaa msikilizaji. Yaani alilia sana. Yaani mpaka mama alimuinua na kisha kuondoka naye. Asema, "Mbona kama nimeakoroga mimi? Hii issue mbona kama iko serious?" Nilijiwazia sana msikilizaji. Sio kidogo, sana. Kiukweli naweza nikasema kwamba chakula hakikuniingia hata kidogo. Nilizuga tu mbele ya mzee. Na kisha na mimi nilikuwa nimeingia chumbani kwangu, nikiwa nawaza sana, Nasieko atamueleza nini mama? Atamwambia ukweli kwamba tulikuwa tuna date ama itakuwaje? Kichwa changu kilikuwa kinawaka moto. Nilikuwa nasikilizia tu pale mpaka majira saa 6 za usiku. Sikusikia chochote wala sikuelewa kwamba Nasi atazungumza nini na mama. Manake wala sikuitwa. Nikajipumzisha zangu pale. Asubuhi na mapema mama akawa ameniamsha. Akaniambia, "Nenda kamfuate kakako." Nikamuuliza, "Mama, vipi lakini Nasieko anaendeleaje?" Akasema anasumbuliwa tu na hali tu ya kawaida, uchovu. Kwa hiyo hakuna shida yote. Nikamwambia, "Sawa mama. Lakini vipi?" Akasema, "Hamna shida, nilikuwa nimepumzika naye tu." Maana alikuwa analia sana kwa sababu kuna mtu anamuumiza kwa matendo yake ya kipumbavu sana. Kampatia ahadi za uongo
na amemwharibilia usichana wake. Lakini pia moyo wangu ulifanya baada tu kusikia hivyo. Maana nilishaelewa mama alikuwa ananiongelea mimi hapa. Na kisha mama akakapetezea akasema kwamba kamfuata kaka yako, mengine tutaongea tu. Nikasema sawa mama. Lakini nilijitilia shaka kwamba huenda Nasieko kamueleza kila kitu mama juu ya mahusiano yetu. Basi mimi nilikuwa nimetoka kuelekea airport kweli. Na kule nilikuwa nimekutana na bro, tukakumbatiana pale, tukafurahi vizuri. Maana kesi kuwa nimemuona kwa miaka 5 hivi. Alikuja na mwanamke ni Mtanzania. Nilimsalimia pale vizuri na mtoto wao wa kike alikuwa kama ana umri wa miaka 3. Nikambeba ule mtoto tukatembea kidogo, tukapanda kwenye gari mpaka nyumbani. Safari ilianza, tukawa tunazungumza mengi sana. Maana story zao zote zilikuwa kiendeleza huko walipokuwa wametoka. Na huko mimi nacheka unapiga story nyingi sana. Na bro wangu bwana akawa ameniambia kwamba yule mwanamke aliyokuwa amekuja naye ndo mchumba wake. Kwa hiyo anahitaji kumoa, yana kirudi tu Uingereza au amekwisha kumoa. Mimi nikasema poa tu. Ni jambo la heri kaka. Basi nilikuwa nimerudi nao mpaka nyumbani. Nikakuta mama kafanya maandalizi makubwa mno. Aliwakaribisha wageni kwa bashasha kubwa na tukawapelekea mizigo chumbani kwao, maana tayari tulikwisha kuandalia chumba cha kulala. Basi mama akasema tuwapatie nafasi pumzike na waoge kwanza, watakuwa wamechoka sana safari. Nikasema sawa. Na kisha mama akaniambia wewe njoo nje na kungoja kwenye bustani. Nikasema kesi yangu ishakuwa kubwa. Mama akasema wewe haya kaa hapo. Nikaketi. Akaniambia niambie una malengo gani na Nasieko? Nikasema mama malengo yako kivipi? Nikasema mama kivipi yani? Wewe usinitie mwendo wazimu. Yule binti amenieleza kila kitu. Umemdanganya, umeingia naye katika mahusiano ya mapenzi na wewe ndio umemtoa bikra yake au ni uongo? Nikainamisha kichwa chini kwa aibu. Lakini ukatoka hapo ukaenda kutembea na mwanamke mwingine mpaka umempa mimba, si ndio? Na ndio maana nakuuliza una plani zipi na Nasieko? Maana ulishamwahidi kwamba yeye ndo atakuwa kwako na yuko peke yake. Imekuwaje tena mko wawili? Nini wako wawili? Nikasema mama naomba nisamehe sana kwa kufanya hivyo. Lakini kweli mama mimi Nasieko yani ndo mwanamke wangu pekee ninempenda sana. Na tena sana na mama. Mama nina mipango naye mingi tu kumoa. Lakini bahati mbaya tumetokea niko nimetembea na Happy akawa amebeba mimba mama. Mama akasema bahati mbaya kwamba ulianguka, si ndio? Ukajikuta mtaribu wako uko katika ya yule Happy, si ndio? Au ni bahati mbaya? Hiyo ilikuwaje kwaje? Hebu nakuomba nielezee hiyo bahati mbaya. Nilibaki kimya. Mama akasema umerithi tabia za babako Alvin. Manake nilikuwa nasikia tu habari zako kwamba wewe unatembea na kila aina mwanamke. Alvin ukimwi upo kwa babake. Utakufa wewe mtoto. Na kwanza huna huruma wewe. Kwa nini unataka kabisa kuvunja ndoto za Nasieko? Kwani haujui Nasieko alipokuwa ametoka? Na kwa nini ulikuwa unamshawishi kuingia naye katika mahusiano na kumfanya kuwa mwanamke wako? Nilibaki kimya. Mama akasema umemuumiza sana yule binti. Yaani sana. Unafanya hawezi kufanya chochote sababu alikuamini sana. Hakujua kwamba wewe ni tapeli wa mapenzi, shenzi mkubwa wewe. Nilibaki kimya, hata la kuongea nilikuwa sina. Nikasema nasema nini mimi mbele yake mama? Naongea nini? Mama akasema kwanza leo naomba ukae mbali naye. Wewe ni mharibifu na wala sio mwanaume wa kueleweka. Upo tofauti sana na kaka yako. Sitaki kukusikia unakuja hapa, hata kusalimia sitaki. Sitaki kabisa kukuona. Na sitaki nikusikia kabisa eti unasema kwamba unakuja kumchukua Nasieko. Yaani sitaki uone mahusiano yoyote na Nasieko. Ulipomuumiza panatosha. Una akili wala adabu wewe. Mshenzi wa tabia kabisa. Je, ungempa mimba? Wewe ni tapeli. Na wewe tayari kabisa una maisha yako. Vipi kuhusiana na yeye? Asa ule wako. Nisikie chochote kati yako na yeye. Utanieleza. Nilikuzaa saa ngapi? Ni kitovu chako kilikatika pia saa ngapi? Utaniambia kila kitu. Kila kitu. Muache Nasi wangu asome. Nilibaki kimya. Mama akasema hangaika sana. Hangaika na ile ngurucho lako li Happy. Na sio Nasi. Muache asome amalize form 6 akienda chuo atapata kijana mwenzake mzuri, watapendana wasome wenzio.
Sio wewe, lihuni tu. Tapeli wa mapenzi. Bwana, niliona aibu sana. Ila tu niko nimekausha. Mama akawa ameingia ndani kwa hasira na mimi niko nimemfuata huko nyuma mpaka ndani. Nikakuta kaka pamoja na mwanamke wake washatoka chumbani kwao. Wapo sebuleni. Misi akawa amekuja, yule dada wa kazi, kutukaribisha chakula. Na wote tulikuwa tumetimia mezani pale kasoro Nasieko. Mama akamwambia Misi akamwita Nasieko aje tule. Na kule akawa ameelekea. Na kisha akawa amerudi naye. Hasa nilimwangalia vizuri Nasieko wangu. Hii siku kidogo ilikuwa sawa. Na ni baada ya kuzungumza na mama. Baby, kuna maneno ya kiukubwa alikuwa ameambiwa. Basi akawa amekaribia pale mezani. Mama alimtambulisha Nasieko kwa kakaangu, yani kwa bro. Nasi akasema kwamba nimefurahi kukufahamu kaka. Hasa niliona kaka kadua kabisa na mwangalia sana Nasi. Na kwa kitabasamu. Yani sijui alijisahau kwamba pale mezani kuna mkewe pia. Nilijikuta nina wivu umenikabako. Nilianza kumwangalia kaka. Basi mama akasema, Marco, huyu ni binti nilikwambia tuko naye hapa nyumbani. Ni binti mzuri sana, mwenye heshima, mwenye adabu, yupo likizo tu. Anaingia form 6 sasa. Kaka Marco akasema, "Oh, okay sawa. Na mimi atafanya vizuri." Mama akasema, "We, ana akili sana huyu binti. Yaani hapa ameleta ripoti yake, amekuwa wa kwanza kwenye mitihani. Yaani nategemea makubwa sana juu yake." Mimi nilibaki kimya. Nilikuwa nachezea tu chakula na kuna mwangalia Nasieko ambaye alikuwa anakula taratibu sana. Basi kakangu akawa amemsifia sana Nasieko na akamtaka zidi kabisa kupambana mno katika shule na asishawishika na wajinga. Maana yeye ni mzuri sana. Basi shemeji naye akambedakia. Unajua mwanamke wa kaka Marco naye akasema eti yani ni kweli kabisa, tena ulivyokuwa African cutie, African beauty. Usikubali kabisa kudanganyika, pambana ufikie ndoto zako, sawa? Nasieko akasema sawa, nitapambana. Basi tulikuwa tunaendelea kula. Na huko mimi nikiwa kimya, lakini niliona kabisa kaka yangu anamwangalia sana macho Nasieko. Nikaona huyu asintanie mimi. Nitamchana mapema kabisa yani. Kwamba huyu alikuwa ni nani kwangu. Basi alikuwa kwanza kabisa kushiba. Akanyanyuka mezani akasema ameshiba. Mama akasema, "Mbona umekula kidogo sana mwanangu Nasieko? Kwani bado haujisikii vizuri?" Akasema, "Hapana mama, nimeridhika mama." Akasema, "No, beba chakula chako utakula chumbani ukijisikia." Akasema, "Hapana mama, nimeshiba." Mama akasema, "Sawa. Kapumzike." Ase uongo msikilizaji, Nasieko hakuwa amekula chakula hata kingi. Aligusa tu chakula kidogo. Niliumia sana moyoni, maana kinajua yote hayo ni mimi ndo sababu. Naelewa sana. Basi na mimi sikula sana. Nikasema nimeshiba. Nilinyanyuka nikawa nimemfuata Nasieko chumbani kwake. Niligonga. Hakufungua mlango. Nikasema, Nasieko, kukaa kimya hakuwezi kutupatia suluhisho. Nipatie nafasi tuongee. Tujue nini ambacho tunachokipanga kichwani. Tunawekaje? Okay sawa, mimi nimekosea sana kipenzi, lakini naomba nisamehe. Nasieko alinisikiliza tu akasema, "Naomba niache kwanza nipambanie ndoto zangu mimi. Mimi nimesaidiwa tu hapa kwenu. Na we hapa ni kwenu. Na una maisha yako tayari. Vipi kuhusiana mimi? Je, kwa mambo ya kijinga niliyokuwa nimeyafanya huko nyumba, mama kigairi kunisomesha? Hivyo nakuomba unipatie muda nisome kwanza. Uendelea na mambo yako kwa sasa." Nikasema, "Nasi, fungua moyo wako tuzungumze. Fungua mlango tafadhali." Nasieko aligoma kata. Niliumia sana. Yaani sana tu. Basi nikaona fresh, sikaamua bwana, nikaona nimetoka zangu. Nikaenda kukaa zangu bustani nikiwa nawaza cha kufanya. Nikahisi nimemuumiza sana mpaka hataki kuzungumza na mimi. Au mama kamkataza kwamba mimi asiwe nami karibu. Au nini kinachoendelea, na huku moyo wangu ukiniuma sana. Mimi kumkosea Nasi siwezi hata kidogo. Hasa nikiwa pale akili iko mbali. Akaja kaka Marco akanambia, "Vipi dogo, mbona kama unawaza sana?" Nikasema, "Da, bwana mapenzi kaka. Kuna mtu anaivuruga sana akili yangu." Akacheka akanambia, "Nani huyo? Nasieko au ndo anavuruga akili yako?" Niko nimeshtuka nikamuuliza, "Kaka, umejuaje yote wakati umekuja leo tu?" Akaniambia, "Mama ameniambia." Lakini nilipomwona Nasieko nilijihakikisha kwamba
Ni mwanamke mrembo sana na anayeweza kumvuruga kila aina mwanaume rijali. Hata mimi mama asingeniambia kwamba wewe umetembea na Nasieko, labda na mimi ningejaribu bahati yangu kaka kwake. Ni binti mdogo lakini mwenye ushawishi mkubwa na mwenye kuvutia. Hakika ni mzuri na kila kitu Nasieko anacho. Nilibaki kimya. Kaka akaniambia, umemuumiza? Na tena bila ya kujali kwamba yuko na umri gani, si ndio? Nikasema ni kweli kaka. Yaani nimefanya hivyo na alikuwa shule mwaka mzima. Nilishindwa kabisa kuvumilia, kwa hiyo niko nimejikuta niko na mwanamke mwingine anaitwa Happy. Akaniambia, yule Happy vipi? Nikamwambia kaka, ana mimba yangu. Sasa mama kasimulia mbele ya yule binti na imekuwa shida sana kwangu. Yaani tatizo kubwa. Kwa hiyo binti amekuwa analia hata mbele ya mama, mpaka mama kajua. Marco akawa amesema kwamba yule binti bado ni mdogo, hawezi kujikontrol na alikupenda kulikweli na ndo sababu. Nikasema sasa kaka, naomba nisaidie. Nenda kazungumze naye. Ongea hata na mama pia. Ajue kwamba mimi nampenda sana Nasieko na wala sitaki kumchezea. Na akimaliza shule tu kaka, mimi niko tayari kumuoa. Mimi Nasieko akinipatia chance ya kuzungumza naye, ananijua, tutayamaliza tu. Kaka Marco kama ameniambia kwamba tulia basi, shusha pressure. Ndiko nimesema shida hataki tu kuniona kaka. Anajifungia mlango muda wote. Nampenda sana Nasieko. Nampenda mno na ananiumiza. Akawa ameniambia kwamba relax, mpe muda. Na ikiwezekana usimvuruge, mwache kwanza amalize kusoma kwanza. Na kisha baadaye mtazungumza. Nikasema sawa kaka, lakini nakuomba tu ongea na mama, aelewe tu ile swala. Kaka yangu akasema sawa, mimi nitazungumza naye. Basi kwa hii siku mimi niko nimeaga nikarudi nyumbani kwangu. Nikiwa nimechoka sana na mawazo, sikuoga, nilijitupa kitandani. Asubuhi nikawa nimeingia kazini, maana nilikuwa na siku kama 3 sijatokea kabisa. Nikaingia kazini, nikazunguka pale katika maduka yangu na mishemishe zangu za pale, lakini jioni kabisa ndio nikaenda Mbweni kwa bi mkubwa. Nikapitia KFC pale, nikanunua kuku ambazo huwa nazipenda sana Nasieko. Nikachukua ice cream za kutosha, niko nimebeba pamoja na maua na kadi za kuomba msamaha. Nilimchukulia vitu vingi sana Nasieko kama zawadi. Basi nikaenda mpaka nyumbani. Nilipofika nikasalimia pale, manake nilikuwa nimewakuta wazee pamoja na bro akiwa na mkewe wakipanga mipango ya ndoa ya kaka. Basi na mimi nilikuwa nimejumuika nao pale, manake walikuwa wanataka ndoa ifanyike kwa haraka. Hawataki mambo mengi. Baada ya kumaliza mipango yao ya shughuli, mimi nikamuuliza mama Nasi yuko wapi? Yuko chumbani kwake? Akasema hayupo, amerudi shule. Nikasema mama, mbona muda wa yeye kwenda shule ulikuwa bado? Si ndio kwanza amerudi, ana wiki ya kwanza tu mama? Akasema ndo ameamua tu hivyo. Ameamua mwenyewe aende shule akasome. Sasa mimi nitamzuiaje? Bwana, sikuamini. Nikanyanyuka mpaka chumbani kwa Nasieko. Nikakuta funguo iko nje, kumaanisha kwamba ndani hakuna mtu. Nikafungua, niko nimeingia chumbani kwake, nikakaa kitandani nikiwa nimechoka sana. Na sikukuta hata mabegi yake. Kwa hiyo kweli nikajua amerudi shule. Yaani mwanaume mpaka chozi liko limenitoka. Niliona ndo nini hivi? Anachuki kiasi hiki? Hataki hata kunisikiliza wala kunisikia. Nilijilaza kitandani kwake pale nikimwaza sana Nasieko. Nikiwa nimelala pale nilihisi kama nimeshika karatasi. Nikakuta barua. Nilichukua haraka ile barua, niko nimefungua. Nilikuta imeandikwa kwa Alvin. Niko nimetulia, nikaanza kusoma vizuri. Ni mimi Nasieko Alvin. Ni mwanamke nilikupenda na kukuthamini sana kuliko chochote. Ni mimi ulionitoa usichana wangu kwa kuniingilia kwa lazima na ukaniahidi mambo mengi sana ikiwemo upendo wa dhati. Ni mimi niliyekuwa nimejilinda kila siku kwa kumkataa kila aliyekuwa ananitongoza kwa ajili yako. Lakini wewe umenilipia haya ya kunilipa haya. Na ukaamua kabisa kuna mwanamke mwingine mpaka ukampatia ujauzito. Nimeumia sana. Nimejiona mjinga sana kwako na kukuamini wewe kwa muda mrefu. Nimeamua kurudi shule kupambania ndoto zangu. Maana bado nina safari ndefu ya maisha. Bado nakupenda sana tu, japokuwa umenipa maumivu makali mno. Mungu akipenda tutaonana tena.
Bwana, nilimaliza kusoma machozi kama amenitoka mno. Yaani sana. Maana kesi kupanga iwe hivi. Leo ndio imekuwa hivi. Inabidi nijikaze kiume. Mwanaume mimi nikubali tu kwamba fresh tu nipambane. Na Nasieko nitamalizana naye. Basi nilikuwa nimetoka chumbani, sikutaka kabisa kuaga. Nilikuwa nimesepa zangu klabu. Nikanunua bia kama zote nikanywa kweli kweli. Yaani nililewa kinoma kiasi kwamba nilishindwa kabisa hata kuondoka. Nikalala pale pale mpaka asubuhi. Nasieko amejua kuniumiza sana. Yaani yeye alikuwa anachukulia kwamba mimi simpendi, lakini mwenzie nilikuwa nampenda sana. Na huko kwingine nilikuwa napita tu, lakini sio kwake. Na hapo nikajua tu kwamba mamangu ndio chanzo cha kumwambia kila kitu juu ya tabia zangu, kwamba mimi nina wanawake wengi nje. Nikaona fresh tu, hakuna noma. Asubuhi niliamshwa na hudumu pale klabu. Ndo akili narudi, niko nimeelekea nyumbani. Nilifikia kulala siku nzima, sikutaka kuongea na mtu wala usumbufu wote. Maana simu yangu nilimute. Yaani niliwaza sana, au nimfuate shule nikamalizane naye, maana bado sikuwa naelewa kabisa akili yangu ikoje. Nikaona hapa mimi sitoboi. Naenda Arusha huko shuleni kwao. Nitajua naenda kuyamaliza vipi. Na kweli bwana, kesho yake mimi nilikuwa nimejiandaa vizuri. Nikawasha chumo mpaka Arusha. Hii siku nilifika jioni sana, msikilizaji. Nikafikia hoteli nikapumzika, na kisha kesho yake na mimi nilikuwa nimeibukia shuleni kwao. Kulikuwa kimya sana na wala hakukuwa na wanafunzi wengi. Nikajua sababu ni likizo. Kwa hiyo waliobaki ni wachache sana. Basi nilikuwa nimekutana na mwalimu mmoja wa kiume, sio mkubwa sana, nikamsalimia. Na kisha nikajitambulisha, nikamwambia mimi ni ndugu yake Nasieko. Na sijui Nasieko amerudi shule. Yule mwalimu akasema, sasa wewe ni ndugu yako, kwa nini unauliza kwamba amerudi shule? Ina maana kwamba hauna information za ndugu zako ama za ndugu yako? Nikasema, sikia mwalimu, nilisafiri na niliporudi nikaambiwa kwamba kaja shule na amekuja mwenyewe. Yule ni mtoto wa kike, siwezi kumwamini. Na hiki ni kipindi cha likizo. Na hapa nilikuwa na safari Arusha. Hivyo nikaona nipitie hapa shuleni kumuulizia. Yule mwalimu akasema, Nasi karudi juzi shule, lakini anaumwa kidogo. Na sijui na malaria. Maana jana alipelekwa hospitali na mwanafunzi mwenzie. Lakini nimeshangaa kwa nini hajakaa sana likizo. Kuna shida yoyote ya kifamilia ambayo imetokea? Nikasema ya, ipo. Na ndio maana nimejikuta nimepita hapa kumuona tu na kuweza kuzungumza naye. Naweza kuongea naye? Yule mwalimu akasema, da, bwana, hairuhusiwi kabisa kwa sababu wewe sio uliomleta shule. Kwa hiyo inakuwa ni shida sana, hasa akijua mkuu. Nikasema, sikia, nahitaji kumuona na kuondoka naye, na kisha nitamrudisha. Wewe ni mwanaume mwenzangu, naambie na kupatia shilingi ngapi ili ukaoshe tu. Nikaona jamaa ananiangalia vizuri tu, akasema, wewe ni mpenzi wake? Niko nimetabasamu nikasema ndio. Ila ameondoka, hatuko sawa kabisa. Naomba nisaidie nizungumze naye. Yule mwalimu akacheka pale akasema, okay basi, unanipa shilingi ngapi nikufanyie mpango bwana, manake umekuja siku nzuri na mkuu hayuko shule. Na ikiwa likizo wanafunzi hawafuatiliwi sana. Nikasema sawa. Na kupatia kiasi cha shilingi 500. Akasema, kweli bro, 500? Hapana bwana, kazi ndogo bwana, sio kweli. Mimi nipatie 1,000,000. Mimi nakufanya kazi hiyo kila kitu. Hata ukienda kukaa naye huko nje wiki nzima haisumbui. Nikasema fresh tu mwanangu, sio swala. Nipe akaunti namba yako. Jamaa kanipatia akaunti yake. Mimi nilikuwa nimemtandikia mkwanja mzima hapo. Na tena nilikuwa nimemwekea kiasi cha shilingi 2,000,000. Hakuamini. Akasema, da bro, asante sana. Yaani nilikuwa na vipengele kinoma hapa na ninaenda kuvisolve vyote. Nikasema fresh tu mwanangu, nipatie na namba yako ya simu. Akanipatia, niko nimembipu, akawa amesave ya kwangu. Nikamwambia sasa mimi natulia katika ile gari. Akija mwambie aje mule ndani. Akiniona hapa hatataka kabisa kunisikiliza. Basi kweli yule mwalimu ambaye nilijua anaitwa Migilo akaniambia fresh tu, hakuna noma. Ngoja nimtume mtu akamwite bwenini. Nikasema fresh. Mimi nilikuwa nimeingia kwenye gari, nilikuwa nimetulia. Na kweli baada ya muda nilikuwa nimemwona Nasieko amevaa tracksuit zilizokuwa zimemchora vizuri shepu lake. Lakini alikuwa ni mnyonge sana. Nikamuona anaenda lipo mwalimu Mugilo. Alipofika kwake pale, niliona mwalimu anamwelekeza aje kwangu kwenye gari. Na hapo gari nilikuwa nimelibadilisha, sio lile alilokuwa amelizoea. Hakuwa analijua kabisa. Kwa hiyo nikaona anakuja lilipo gari yangu. Na kisha nikaona kafungua mlango
wa pili anataka kuingia, lakini alivyoniona alisita kwanza. Nilimwai mkono nikamvuta kwa ndani na kisha nikawa nimefunga mlango. Nikalock. Nikaona kachukia sana. Akasema, Alvin, naomba niache nishuke. Sitaki kabisa cha kunifuatilia. Nilimwangalia kiupole sana nikasema, Nasieko, nimekosea kipenzi. Lakini kubwa zaidi naomba nisamee mama. Nisamee Nasieko, utaniua. Ona naacha kila kitu changu na kufuata wewe mpaka huku. Please nakuomba I'm sorry my wife. Akasema, sitaki, naomba nishushe. Mimi nikaona hapa tuwezi kabisa kuelewana. Haraka nikalitoa gari, akaona lalamika hanitaki nimwache na mpeleka wapi. Oya, mimi kama masikio yangu nileka pamba na wala nilikuwa hata simsikilizi. Sikuwa nikimsikiliza msikilizaji. Basi mimi nikaendesha gari mpaka sehemu ambayo niliona imetulia, nikapaki gari. Nikasema, Nasieko, unataka nifanye kitu gani uamini kwamba mimi nakupenda? Na kuhitaji kuliko kitu chochote Nasieko. Na nina mpango na wewe. Wewe ndo kila kitu kwangu, wewe ndo maisha yangu. Nasi, mimi na wewe ukilia naumia zaidi yako. Nasieko, ukinunia mimi ndo nachanganyikiwa kabisa. Ni kweli nimekukosea Nasieko, lakini please nakuomba nisamehe. Mimi ni mwanadamu ujue. Nisamehe kipenzi changu. Msikilizaji, nilizungumza kwa hisia mpaka nikawa nalia, mpaka na kwa kuzungumza. Nikasema, Nasi, mimi usiponisamehe nakufa kwa siku ya leo. Maana kile kuhitaji sana. Ona ninavyohangaika, nimekuja mpaka Arusha yote kwa ajili yako. Usinifanyie hivyo basi mamangu. Nakupenda mno. Nasi, please. Maana kile nilikwisha kuchanganyikiwa. Ni mwenyewe akanalia, akanikumbatia kwa nguvu sana na kuakilia. Nilimtuliza nikasema, Nasi, inatosha. Basi ikabidi na mimi ninyamaze, nimbembeleze yeye. Akawa analalamika kwamba nimemuumiza, nimemtengenezea vidonda vikubwa moyoni. Alilalamika sana. Nilibeba tuma zote, nilizikubali zote. Mpaka Misa kutembea naye aliponiuliza nilikubali. Nikamwambia kwa ni zamani sana. Naomba unisamehe. Kwa sasa mimi ni mpya na nimejirekebisha. Sitaki na sitokuja kutaka kukuchiti. Sitokuja kukusaliti hata siku moja. Basi akawa ameniambia kwamba, sawa, nimekusamehe, lakini mimi naumwa mwenzio. Niko na malaria. Ni muda wangu wa kunywa dawa. Nikasema, sikurudishi shule, nataka kuspendi na wewe wiki nzima. Na ikiwezekana mama, nataka ukae likizo kwangu. Sitaki ukae shule wakati huu wa likizo. Nasa akasema, mimi naogopa mama akijua. Na alishanisema nitamuumiza. Nikasema, sikia, mama hatojua. Akabaki kimya. Nikampigia mwalimu wake, nikampanga hiyo issue nzima kwamba hizo wiki 3 za likizo zilizobaki mimi naondoka naye Nasieko. Akasema, poa tu, niongeze pesa maana haitasumbua, lakini arudi tu siku ya kufungua shule na asichelewe. Awe mzima wa afya, asije akakutwa na ujauzito. Nikasema, hilo limeisha mzee. Nilipokata simu nilimuongezea shilingi 1,000,000 nyingine yule mwalimu. Mimi hata kukaa Arusha sikutaka tena. Nikamwambia, tunapumzika leo Arusha, kesho tunarudi Dar es Salaam. Nasi wangu, chopole wangu, alitikia tu kwa kuashiria kwamba ndio hakuna shida. Basi mimi nikawa nimepita kuna pharmacy moja kwanza. Nilimchukulia dozi za malaria na kisha nikarudi naye hotelini. Tulipokuwa tumefikia, nikamwagizia chakula, nikawa namlisha taratibu. Na huko namwangalia sana. Mimi namuelewa sana huyo mtoto. Akala kidogo akasema, nimeshiba. Nikasema, Nasi, mbona kama ni kidogo sana, hebu kula bwana chakula. Akasema, nikifosi nitatapika. Nikasema, poa. Basi nilikuwa nimemwacha pale, katulia kidogo, nilimpatia dawa na kisha nikasema, nenda kukutafutia nguo upendeze kidogo. Akasema, sawa. Nilitoka wangu msikilizaji, nilikuwa nimeenda kumtafutia nguo ili kesho nirudi naye Dar es Salaam. Basi nilikuwa nimemchukulia mpaka nguo za ndani na kisha nilikuwa nimerudi hoteli, nikamkuta kavua nguo zote, amebaki tu na kile kijinguo cha ndani. Nikasema, huyo mtoto huyo. Nilimsogelea nikamwambia, vipi kipenzi, unajisikiaje? Akasema, nasikia joto sana. Na kweli alikuwa anavuja jasho. Nikasema, sawa, basi twende ukajimwagie maji. Nilimchukua, nilimwingiza kule, alikoga vizuri. Bwana, nilitaka kidogo ningemkula.
lakini haikuwa vizuri kwa sababu alikuwa anaumwa. Basi na mimi nikaenda kuoga, nikakaa katika sita kwa sita. Kaniambia, Alvin, mimi nakupenda sana, usiniumize please. Nikasema naelewa mama, na ninakuahidi sitorudia tena. Akasema, kwa hiyo vipi sasa kuhusu huyo mwanamke wako uliokuwa umempatia mimba? Nikasema nitalea tu mtoto, sina jinsi na sieko, inabidi nipambane tu, ni makosa yangu pia, naomba nisamee. Akaniambia sawa mpenzi, mimi nimekusamea. Alinisogelea, alinipatia mchumu mmoja wa hatari. Nilimchumu na mimi nikasema, lakini unaumwa. Alitabasamu na kisha akasema, nimekukumbuka sana. Nikasema ngoja upone, alafu nitakuchapa, nitakuita chumbani, ili kwamba choma ndani. Akasema sawa. Alinikumbatia, nikalala nikiwa nimemkumbatia kwa usiku mzima mpaka asubuhi. Bwana, nilikuwa nina amani sana msikilizaji hii siku, manake Nasieko alionyesha kunisamehe kwa moyo mmoja, na tukao tumekubaliana kwamba mimi nitalea mimba tu ya yule mwanamke aitwa Happy na nitamhudumia mtoto na si kingine. Basi asubuhi kidogo akawa ameamka vizuri, nikamogesha na kisha nikamwagizia chai akanywa vizuri, na kisha nikampatia nguo mpya ili avae turudi Dar es Salaam. Ala, mtoto aliwaka sana. Huyo ndo dem piskali ananichanganya na nempenda. Basi nilikuwa nimemchukua, tulianza safari ya kurudi Dar es Salaam. Njiani tulikuwa tunazungumza sana, tunapiga story kama zote. Ananisimulia mwenyewe, akananiambia mpaka yule mwalimu Migilo alishawahi kumtongoza lakini alimkataa. Mimi nikawa nafurahi tu. Yaani tulizungumza mambo mengi sana na mchumba wangu. Yaani hakuwa hata na kinyongo na mimi kabisa. Yaani utafikiria kwamba hatujawahi kabisa kugombana. Nikaona huyu mtoto kanisamehe na amenyosha moyo. Basi mpaka nyakati za jioni tukao tumekwisha kuingia mjini Dar es Salaam. Nikafika naye mpaka nyumbani kwangu, akasema amechoka sana na mgongo unamuuma. Nilimpatia pole na kisha nikawa nimeingia naye bafuni, tukaoga kwanza na kisha tukaja kupumzika kwenye sita kwa sita. Na hapo msikilizaji, nilishindwa kumvumilia Nasieko. Nilimsogelea, nilimtandika kama Nasieko, naomba bwana nikutandike kidogo. Lakini msikilizaji, sasa sijajua kwamba jamaa wetu alipewa na Nasieko, maana Nasieko bado ni mgonjwa. Kipi kitakachoendelea? Usikose sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya Alvin. Ila mwishoni nasema tu, naombeni mniwie radhi. Naombeni mniwie radhi. Maana unajua mwanadamu anapokuwa anasema hivyo kwamba tuiane radhi, kuna vitu ambavyo havikukaa sawa. Na ndio maana tunasema kwamba endeleeni kutusapoti sana kwa hali na mali. Tunapitia mambo mengi sana mjue. Nilishawahi kuja nikamwambia kwamba kuna kifaa fulani kilikuwa kinanisumbua. Nadhani mnakumbuka, bado hatujaweza kukitimiza kile kifaa, bado kwa kiwango kidogo sana. Lakini nashukuru sana, kuna watu wanajitoa, wananisupport, na nashukuru sana. Ila kubwa zaidi, msiendelee kunichoka. Natamani kila siku tu tupige kazi, kwa hiyo msiwazi bwana. Asanteni kwa kunisikiliza, tukutane sehemu ya 3. Bye bye.